hapa, niko naishi Ujerumani. Napenda kuangalia Mkoe TV na hapa tuko Cologne. Mkoe TV. Asante bwana ndugu mtangazaji. Mimi kwa ufupi tu naitwa bwana Hashim Abdalla Aikosi. Mimi ni mzaliwa Dar es Salaam katika hospitali ya Temeke, wilaya ya Temeke. Lakini wazazi wangu asili yao ni wa Matumbi kutoka Kilwa, wilaya ya Kilwa, mkoa wa Lindi, tarafa ya Kipatimu katika kijiji cha Chumo. Na mimi baada ya kuzaliwa hapo katika hospitali ya Temeke mkoa wa Dar es Salaam, wazazi wangu walinipeleka huko kijijini kwetu kwenda kusoma kuanzia la kwanza mpaka la 7. Nilisoma kule mpaka kuanzia mwaka 91 mpaka 98, nilimaliza mwaka darasa la 7. Na baada ya mwaka 98 nikafanikiwa kufaulu secondary education form 1. Nikaenda shule ambayo ndio ya tarafa inaitwa Kipatimu Secondary School, ambapo alipotoka bwana mheshimiwa Kingunge Ngombale Mwiru. Na baada ya hapo nikafanikiwa kuja kumaliza. Baada ya kumaliza nikaja zangu Dar es Salaam. Mimi ni mtoto wa kwanza katika familia ya mtoto wa mzee Abdalla Aikosi Mbungu. Tupo watoto watano, wanaume watatu, na wanawake wako wawili. Baada ya hapo bwana, mimi kwa sababu zamani kabisa nilikuwa na ndoto ya kwenda South Africa. Kwa sababu ilikuwa inspire mimi ndio babangu mdogo kama mjomba hivi wa mbalimbali kidogo katika familia, mjomba baba mdogo. Yeye alifanikiwa kusafiri kwenda South Africa na alifanya vitu vizuri pale nyumbani. Alibomoa nyumba ile ya familia kwa sababu ilikuwa mbovu, alileta gari. Kwa hiyo na mimi akainspire, nikajua kwamba maisha huko ni mbwelelo tofauti na Tanzania, huko maisha ni rahisi. Kwa hiyo na mimi nikawa na hamu sana ya kwenda huko. Kwa hiyo baada mimi kumaliza form 4 tu nikaenda kujiunga na katika mashughuli ya kuuza vipuli vya magari Buguruni, pale Buguruni nyuma ya Lozana huku kwa upande wa pili, kituo cha polisi kwa nyuma kule kunaitwa Kijiwe Shapu. Kijiwe Shapu hapo ni kijiwe ambacho kinajulikana wauza spare za magari. Mimi ndo nilikuwa shughuli zangu hizo. Babangu alikuwa na duka la kuuza spare za magari maeneo hayo. Kwa hiyo mimi nikawa kama shanta na muuzaji. Lakini baadaye baada ya kukichanga nikapata pesa kidogo, nikasema sasa nikapata na marafiki zangu kama watatu hivi. Hao waliendaga alafu wakarudishwa. Kwa hiyo baadaye wakaniinspire mimi, wakaniambia bwana, ikiwezekana ndugu yetu bwana Hashimu basi natakiwa twende South Africa. Mimi kweli nikalizika na ile swala kwa sababu wale watu njia wanaijua na mimi nimejipanga na nilikuwa na hamu hiyo. Lakini kipindi hiko sasa mimi sijulikani kama Hashimu, najulikana kama Chemwa. Umeona bwana, Chemwa. Safari ikaanza. Safari kuanza, kwa nini watu walikuwa wananiita mimi Chemwa maana yake ni yani fresh, baridi poa. Yani ile haina utata, yani fresh, yani mpango mzima, ndio maana Chemwa. Kwamba mimi ni mtu wa furaha, sio mtu ambaye kupenda utata, mtu ambaye mcheshi, naongea na kila mtu, yani ni mtu wa design hiyo, yani sio mtu wa kukunja, sio mtu wa makasiriko. Umeona bwana, mtu wa kupenda watu. Ndio maana wakaniita mimi Chemwa. Kwa hiyo bana Chemwa na marafiki zangu hao watatu, safari ikaanza. Jumla tulikuwa watu 4. Tumetoka zetu hapa tunaenda South Africa kupitia njia ya Msumbiji, hiyo kwa mara ya kwanza. Kweli mimi baada kutoka zangu hapa moja kwa moja mpaka Mtwara, lakini kupunga watu wote sasa tuna passport yetu sisi tulikuwa tunatumia vile vitamu, yani temporary passport ambayo ni ya karatasi. Ile mwisho wake ni Msumbiji tu. Hauruhusiwi kuingia nayo South Africa kwa sababu ukiingia nayo kule unaonekana wewe upo pale sio kihalali. Umeona bwana? Kwa hiyo ila sisi sasa tunaitumia ile mpaka Maputo, mji mkuu wa Msumbiji. Tukifika pale Maputo, mji mkuu wa Msumbiji, tunaruka Senyenge, tunapita kushoto, kuna njia hiyo ambayo ya magendo, sio kule kwenye njia ambayo ya halali ambayo watu wa passport wanahitajika. Kwa hiyo sisi ambao hatuna passport, tuna temporary, tunapita njia ya magendo, ambayo hiyo njia ya magendo ipo katika msitu wa wanyama pori kama unavyoona hapa Tanzania, Serengeti, Mikumi. Kwa hiyo huko imepigwa fence ile mwisho wa nchi ya South Africa, lakini sasa hakuna askari walinzi kwa sababu wana imani wenyewe kwamba hamna binadamu wa kawaida anaweza akakatiza hapa kuja kuruka mpaka wakati akakatiza katika msitu wa wanyama pori. Kwa hiyo mule ndani katika ule msitu kuna simba, kuna chui, kuna tembo, kuna nyoka kweli. Kwa hiyo inabidi ukatize katika msitu huo ili mradi
wewe ukwepe kule, usikamatwe na maaskari, ufanikiwe kuingia South Africa kwa kupitia njia za magendo. Kwa hiyo mimi na wale vijana baada ya kufika Maputo tumepurukushani papatu kuanzia pale Maputo mpaka kufika kutoka pale Mtwara mpaka kujitafuta Maputo ni mbali, yani umbali wake kama kutoka naweza kusema kutoka Bukoba kuitafuta Mtwara. Kwa hiyo lazima mtu uwe na pesa, kwa sababu unapanda gari tu gari, baskeli tu baskeli, pikipiki tu pikipiki, mguu kwa mguu. Kwa hiyo baada ya kufika Maputo mji mkuu, sasa hapo ndo tunaitafuta boda, ambayo hiyo boda inaitwa Katembe Msangalasia. Hapo Katembe ni msitu ambao unatembea kwa muda masaa 16 mpaka 17 kuitafuta sasa hiyo South Africa uingie. Umeona bwana, na huo msitu unatakiwa utembee mchana. Ukitembea usiku ina maana unaweza kugongwa na nyoka, ukazuliwa na wanyama wakali wa porini. Kwa hiyo lakini sisi katika kupita kwetu siku hiyo tulikuwa Watanzania 4 na watu wa Msumbiji, tulichanganyika, tulikuwa jumla pale watu kama 20, tukutana na Wasomali pale katika huo msitu. Lakini katika watu wale 20 sisi pale tulifanikiwa kutoboa katika ule msitu, tulitoboa watu 18, watu wawili kwa macho yangu naona kabisa wanaliwa na simba. Umeona bwana, na watu wawili wote walikuwa watu wa Tanzania, watoto wa Manzese wameliwa na simba pale, lakini sisi wengine wote tulifanikiwa kupona baada ile papatu za kujitetea roho yako maskini ya Mungu, ili mradi ile upone. Kweli tumejitahidi tu kupanda juu ya mti. Kupanda juu ya mti kweli simba kafanya mambo yake pale kusikilizia mpaka dakika ya mwisho simba kaondoka, sisi kwanza tena na safari. Safari nilikwambia katika huo msitu huo kukatiza ni safari ya muda wa masaa 16 mpaka 18 kwa njia ya mguu. Na kweli tukafanikiwa, tukatoboa watu 18, watu wa Mozambiki, wa Tanzania pamoja na wa Somali. Kweli tukaingia South Africa. Kuingia South Africa mimi moja kwa moja nikaingia zangu Johannesburg. Kwa mara ya kwanza naingia Johannesburg katika jiji kubwa la South Africa, jiji ambalo limejengeka. Naingia pale Johannesburg MTN. Hapo MTN hapo ni ndo kuna Park Station. Park Station maana yake kama unavyoona stendi kuu la Magufuli. Umeona bwana, ali katika stendi kuu la Magufuli hapo ndo mabasi yanaingia kutoka Zimbabwe, kutoka Mozambiki, kutoka mikoa yote ya South Africa. Kwa hiyo hapo sasa hapo ndo kitovu cha usafiri. Kwa sababu South Africa Johannesburg ndo kuna uwanja mkubwa wa ndege ambao unaitwa Oliver Tambo International Airport. Kwa hiyo hapo maana yake kuna mapokezi makubwa ya wageni kutoka sehemu tofauti. Hapo Johannesburg ni jiji la biashara kama unavyoona Dar es Salaam. Kama ukiingia South Africa hujafika Johannesburg, wewe hujafika South Africa. Yani sasa yake ukija Tanzania afu hujafika Dar es Salaam, wewe hujafika Tanzania kwa sababu hujafika Dar es Salaam. Kwa hiyo Johannesburg ndio jiji ambalo limejengeka katika majiji yote South Africa, katika majengo marefu, mabarabara ya juu kwa juu ya kubandika yale, juu inapita gari, kati inapita gari. Kwa hiyo hapo kuna population kubwa ya watu ni wengi mno, kwa sababu kwa mwezi wa Mozambiki ambao wanaovuka mpaka ambao sio kihalali kuingia South Africa, kwa mwezi wanaingia Mozambiki 30. Umeona bwana, je, kwa mwaka wanaingia Mozambiki wangapi? Wa Zimbabwe kwa kila siku wanaingia wa Zimbabwe 20 mpaka 15. Kwa mwaka wanaingia wa Zimbabwe wangapi? Wa Lesotho wanaingia kwa kila siku wa Lesotho 30. Kwa mwaka wanaingia wangapi? Bado wa Swaziland wanaingia kila siku, wanaingia South Africa 30, 40. Kwa mwaka wanaingia wangapi? Kwa hiyo kuna population kubwa sana ya watu hapo Johannesburg. Na hapo bado sija kuambia wa Nigeria, wa Somali, wa Tanzania, mataifa mbalimbali kutoka duniani na Afrika, wote wana imani kwamba South Africa kama wanavyokuwa na imani na watu wengine. Kwa hiyo watu wanaingia ni wengi sana ambao wanakuja kufanya biashara, kuchukua mizigo, kustoku, kutafuta maisha. Kwa hiyo ni watu ni wengi. Kwa hiyo South Africa wanavyoingia pale Johannesburg, kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa thamani yako wewe ni pesa. Na ndio maana mimi nimeamua kutoa historia hii, kwamba kusimulia historia hii kwamba nilipotoka mpaka nilipofika Johannesburg, nimekuja kugundua pale Johannesburg South Africa kwamba unapotaka kuingia lazima ujipange. Jana wenzangu, kama kuna mtu kabahatika kusikiza hii story au anaisikia, basi amshtue na mwenzake. Katika wale watu ambao wanahitaji kusafiri kwenda South Africa, kuna kitu atakipata kutoka kwangu na watajifunza kutoka kwangu. Ina maana watu wataeleza, kwa sababu kwangu mimi itakuwa kama ni daraja jepesi la kutumia kutoka wewe hapo unavyotoka kutoka kwenda South Africa kutafuta maisha. Kwa sababu mimi naongea kile kitu uasilia. Sitaki kupindua meza, kitu cha yes niseme no na no niseme yes. Sitaki kuficha kabisa na nyoosha. Maona bwana. Kwa hiyo mimi
kwanza kabla sijataka kuweka udambu, lakini hapo nilivyoingia kwanza Johannesburg kwanza tu pale nikapokelewa, nikaenda kujielezea kwa Watanzania ambao wa Buguruni hapo MTN. Hapo kazi hapo vijana hapo shughuli zao, wengine wanauza matunda, wengine wanauza sigara, ambao vibanda vidogo inaitwa vindau. Umeona bwana, pale Watanzania kila mtu ana shughuli zake. Mimi nilifika pale ngajielezea, baada kujielezea bwana, tuambie ndugu yetu vipi? Nikamwambia bwana, mimi ndo kama hivi nimeingia leo kutoka Bongo, lakini hapa nilipo nilimfuata ndugu yangu, lakini ndugu yangu mwenyewe sijui nitampata vipi, kwa sababu yule babangu mdogo ambao nilikuwa na taarifa nilizozipata, yeye alipo zake Debeni, mimi nimeingia Johannesburg. Kwa hiyo akaniambia bwana, hamna shida ndugu yetu, karibu, nguo zako weka pale. Umevipi, umekula? Sijakula. Kwa hiyo wakanichukua akanipeleka sehemu hapo, kuna mahoteli hapo ya kila nchi ya Afrika, Nigeria food, Tanzania food, sio wapi. Mimi nikaenda pale Tanzania food, ngakutana na Bongo, akanipiga mchele wa kibongo. Kurudi pale maskani nimekutana na begi langu alipo, nikauliza begi langu vipi? Kumbe kuna baadhi ya Bongo begi langu wamelitamani, wameniibia lile begi, wameondoka nalo. Umeona bwana, baada ya kuondoka nao mimi nikauliza bwana, ile begi vipi? Wakaniambia bwana, wewe ndugu yetu bwana, wewe kuna jamaa mmoja Mbongo akanifuata, akamwambia wewe kausha, kwa sababu wewe mgeni, unabidi ukiongea sana watashindwa kukusaidia, kwa sababu umekuja hapo wewe mboi hauna, inabidi hao Wabongo zako ndio watakusaidia. Kwa hiyo kuna mtu hapo kachukua ile begi kwa sababu haelewi maisha ya South Africa, hana chochote kitu. Kwa hiyo anatamani hadi hizo nguo zako za kibongo ulizokuja nazo yeye akauze apate chochote kitu. Ndipo hapa mimi roho yangu ikapiga, nasema nikasema sasa huyu mtu ipo South Africa miaka yote hii, kweli imefikia hatua ya kutamani begi langu mimi nguo za kibongo, kweli yeye akaziuze? Kweli hapa kuna maisha kweli? Mimi nikaanza kwanza moyo wangu kunyongonyea kweli, nikaanza kusubiria mpaka kufika mida saa 4 ya usiku. Naona kila mtu pale, kwa ndugu zangu wa Tanzania, kila mtu anajichenga, mimi wanaacha pale, mimi mgeni usiku mkubwa. Na kumbuka niliingia kwa njia za panya, passport yangu yenyewe temporary, mfukoni sina hela. Ndugu zangu ndo wale, ndugu zangu wananikataa mimi, nikamganda blaza mmoja. Yule blaza baada ya kumganda kwa ile dakika ya mwisho nikaona hata sio kweli, blaza akanikataa, akaniambia bwana, wewe vipi ndugu yangu, mbona unanifuatilia kama hivyo? Nikamwambia mimi nikufuatilia, nimeona wewe Mtanzania mwenzangu, na mimi kama unavyojua nimeingia hivi, sina sehemu ya kulala. Akaniambia sasa wewe umeingia vipi? Umeingia hapa na biashara au je umekuja na madawa ya kulevya au sio bwana? Kwa sababu biashara nyingi kule ni madawa ya kulevya. Je, au wewe umekuja hapa umekuja na mtaji wa biashara? Je, au una fani gani wewe? Unajua kunyoa au unajua kusuka au unajua kuchomelea welding? Bwana jamaa akaniambia kwa sababu sisi tunaogopa kukaa na mtu mzigo ambaye yeye ana kaingia hapa, ana biashara, ana ujuzi, ana fani yoyote, ana msingi, ana kianzio cha biashara alichokuja nacho. Kwa hiyo wewe unakuwa kama mzigo, tumetoka Bongo. Umeona bwana, kwa hiyo unakuja kuongeza wazurulaji tu wa Kitanzania huko South Africa. Kwa hiyo wewe umekuja vipi? Mimi nikamwambia bwana, sikiliza, mimi maisha yangu nataka kukuelekeza huko tunapokwenda, unapoenda kulala. Akaniambia basi baridi twenzetu. Kweli jamaa akanipeleka katika jengo moja linaloitwa Titanic. Hilo Titanic lipo mtaa wa Jipi na Harrison. Hilo jengo halina umeme, halina choo, halina maji. Hilo jengo linaitwa Titanic, yani floor moja lina chumba mbele na vyumba 400. Floor moja tu lina vyumba 400. Kwa hiyo kuna floor 12 lipo katikati ya mji wa Johannesburg. Hilo jumba sasa baada ya kuingia mule ndani, kwanza kufika kwenye ngazi nikakuta mtu kwanza kapigwa kisu cha mbavu. Kwa sababu picha linaanza yule bwana, yeye wakati tunapanda katika zile ngazi kawasha simu kwa sababu halina umeme hilo jumba. Baada ya kuingia kule juu nikakutana chumba kina vyumba 2, ndio yule mwamba anaishi. Ananiambia bwana, sikiliza, sisi tunaishi hapa vyumba ikichumba tunalipa randi 400 kwa mwezi. Kwa hiyo sisi tunabidi tukae kitanda kimoja watu wawili, randi 100. Kwa hiyo mwezi wapo umeingia bado siku 15 ili ufike mwisho wa mwezi. Kwa hiyo tunakupa hizo siku 15 utafute shilingi 100 ambayo itaweza kukusaidia wewe mwisho wa mwezi ulipe kodi. Bila kutoa hiyo shilingi 100, kuna watu wanaitwa manduna au mawababe wa South Africa au wana nyumba sio zao, kwa sababu hiyo mijengo ambayo haina maji, haina choo, haina umeme ni mijengo tu ya serikali ambao wamefanya nini, wameiacha kwamba hawana matumizi nayo kwa muda huo, kwamba wana matumizi nayo kwa muda wa baadaye, yani kama machaka. Kwa hiyo sisi ambao hatuna maisha, ambao tumekurupuka kutoka katika nchi tofauti, ndivyo ndo tunaingia humo tunaenda kujihifadhi. Lakini kuna raia wa South Africa ambao wanajitamanduna, hao ndo watemi, wakifika pale wao wana force nyingi kuchukua kodi kutoka kwenu, kwa kwenye wanajimilikisha ule mjengo kama wa kwao, kwa sababu kwao ni nchi ya kwao na wana nguvu ya kufanya chochote. Kwa hiyo usipolipa hiyo kodi ukawauliza maswali, bwana wewe unataka kodi mjengo huu wako au mjengo huu wa baba yako au unahusiana
nao vipi? Yeye anakuchukua wewe, anakutolea mfano kwa wengine, anakupeleka juu, anakupushi. Akikupushi unaenda mpaka chini unapasuka pa. Ukipasuka pa basi mwingine Malawi Mbongo akiona vile, basi wewe hapo hapo anakuwa anatoa hela. Kwa hiyo ndio action zinazotokea ndio hizo katika hizo nyumba, action za ajabu. Na hili swala ninalozungumza sio kwamba mimi wadogo zangu nawatisha, si watishi wadogo zangu, hili swala lipo kweli kwa sababu South Africa hilo jengo Titanic linajulikana, lipo GP na Alison Street katikati ya mji na mabaharia ambao upo South Africa. South Africa kuna Watanzania wengi na nadhani EFM ni redio kubwa inasikika dunia nzima mpaka South Africa inasikika. Kwa hiyo wapo wafanyakazi wa EFM South Africa na South Africa wa Tanzania wapo. Kwa hiyo wafuatilie, wajue kama kweli hilo Titanic jengo lipo, na kuna jengo lingine linaitwa GP, kuna jengo lingine linaitwa Kipyoku. Hilo jengo ambalo linaitwa Kipyoku lipo katika mtaa huo mtaa wa GP mjini Johannesburg. Na hilo yote hiyo mijengo mitatu ni machaka ambayo yanachoa na bafu, hayana umeme, hayana chochote. Watu wanajisaidia kwenye mifuko ya lambo. Ukijisikia wewe haja kubwa unajisaidia kwenye mifuko ya lambo. Mimi nishaona, ndugu mtangazaji, nishaona mtu kaingia kutoka leo Tanzania kaja South Africa, kakaa siku 3 kapiga simu Tanzania kuomba msaada kwa ndugu zake wamtumie hela nauli arudi. Na sio mmoja sio wawili. Umeona bwana? Kwa hiyo mimi baada mimi kuishi katika yule mjengo kwa muda kama siku 7 hivi, jamaa nikaanza kumuelezea sasa kipaji chao, fani yangu ni nini. Mimi nikamwambia bwana, mimi fani yangu mimi kunyoa. Umeona bwana, na vile vile mimi ni dereva, na ni professional driver ambao Kubongo nilipita katika vyuo vya udereva, nilisomea NIT Mabibo pale, kwa hiyo na certificate zangu. Wakaniambia sasa fanya udereva utaipata lakini taratibu, kwa sababu fani haraka nini kunyoa. Kwa hiyo mimi ndani ya wiki 2 tu nikafanikiwa kupata kazi ya saluni kwa ndugu yangu mmoja pale Johannesburg, mtoto wa Magomeni huyo bwana Kanali, anaitwa bwana Kanali. Bwana Kanali akaniweka kwenye saluni yake, na kumbuka ilikuwa December time mwezi wa 12, tulifanya sana biashara katika ile saluni, na kweli mimi nikafanikiwa kupata hela kodi, hela kula nikawa napata, nalipa, kwa maisha kawa yanaenda. Lakini kweli ukiniona saluni unanikuta mimi kweli nipo smart nini, bonge la tozi nini, na laba kali, si unajua kinyozi lazima ujipende. Kwa hiyo lakini ninapoenda kulala, sehemu naokwenda kulala najua mimi mwenyewe, kwa sababu kuna siku nilifanikiwa kupata mtoto wa kike wa South Africa, mchumba mzuri tu kweli. Nikasema, akaniambia bwana nipeleke nyumbani kwako. Baada ya kumpeleka nyumbani kwangu, kwanza kufika kwenye ngazi tukasikia harufu kali, kwa sababu ule mjengo kama nilivyokuambia choo hakuna. Kwa hiyo yani kule harufu ya kinyesi nini. Kwa hiyo nilipomuingiza mule ndani, mimi nikaimani kwamba yule mwanamke mimi atanipenda tu kama alivyonipenda kule. Kumbe yule mwanamke alipenda yeye mazingira yangu ya maisha. Baada kuna niliposauni kishalo, akajua nyumbani kwangu mimi mishalo. Maisha mazuri. Umeona bwana, baada kumpeleka kule kwa kuta chumba kina vitanda viwili, basi yule mwanamke tena mapenzi yenyewe akaishia hapo hapo. Kweli yule mchumba mimi kawa nimemkosa kutokana na maisha yangu jinsi ninavyoishi. Ananiambia bwana wewe na mimi amfuni ngege, yani sikutaki tena. Tatizo why au nifuni mfazi wami, ni kwamba kwa nini unitaki mpenzi wangu? Ambaye amfuni wewe na una mali wewe na ipeli ile hauna ndaba, yani hauna habari, hauna ndaba, imali wewe na haiko. Kwa ndo demo mwanamke ananiambia hivyo. Yule mwanamke alikuwa anaitwa jina lake ni Mishere. Namkumbuka anaitwa Meshere. Basi maisha yakaendelea, mimi nikawa naendelea na shughuli zangu saluni, lakini baada ya kufanya kazi pale saluni ikatokea tena kazi nyingine ya saluni katika mji mwingine, achana na Johannesburg. Kuna mji unaitwa Rustenburg. Huko Rustenburg ni boda na karibu na Botswana. Kuna mtoto mmoja wa Morogoro anaitwa Musa Maxi, alikuja kunichukua pale kunipeleka huko Rustenburg. Rustenburg kule nimeenda kuishi kwa kazi ya saluni nayo kwa muda miezi kama 5 hivi. Nilipotoka Rustenburg tena nikaona maisha bado nahangaika tu, kasema kazi hiyo ya kunyoa, nikaenda zangu Johannesburg. Kutoka Johannesburg tena nikaona hapa usinitanie, maisha bado sijaelewa, kazi hiyo ya kunyoa, nikaenda zangu sasa Durban Natali. Siku naingia sasa Durban Natali. Kufika pale Durban Natali kuna nika kwa sababu mimi sina hela. Nia na mazumuni ni kumtafuta ndugu yangu. Huyo ndugu yangu mimi namba yake ya simu sina, naenda kwa jina tu kwamba anaitwa Alikumba. Kweli mimi nilipofika pale, cha kwanza kila nikimfuata Mtanzania ambaye kidogo namuona ipo smart anajielewa na maisha, Watanzania wote wakifika pale mtu kanasaidia shilingi 10, yani landi 10 sawa na Bukujero. Mtu kakusaidia landi 5 sawa na 750. Lakini akuchukua akakupeleka katika mjengo wake, anakuuliza wewe zamani wapi? Kwa sababu South Africa watu wanaishi Kiomboi. Kiomboi maana yake kwamba wewe umetoka Dar es Salaam, umetokea
Dar es Salaam Makongo Juu. Makongo Juu sehemu gani na kwa nani anakujua wewe ambao katika Johannesburg ambao katokea Makongo Juu? Kama unatokea Manzese, je, utapelekwa kwa maboi zako wa Manzese, na kama umetoka Temeke utapelekwa kwa Temeke. Umeona bwana? Kwa hiyo South Africa watu wanaishi kiomboi. Wewe kama una umboi ambaye anaojielewa mwenye maisha mazuri South Africa, basi wewe ina maana wewe utaenda kule utateseka, utaenda kutubu. Kwa hiyo dakika ya mwisho mimi kwa sababu maumboi sina pale Durban Natali wa kusema kwamba mimi wanaweza atanichukua atanipeleka katika nyumba mzuri nikaoga maji ya moto au maji baridi au sio bwana kwenye sinki ndani au sio bwana, nikawa mimi sina mtu kama huyo. Kwa hiyo ikabidi sasa katika kutembea nangu pita nikakutana na jamaa mmoja hivi alivyo nikimcheki kama mchafu ili kumsalimia kweli mbongo. Kwa kumsalimia akaniambia bwana vipi ndugu yangu, nikamwambia fresh kama kawaida vipi, nikamwambia mimi mwanangu nisielewi ndo naingia hivi nimetoka zangu Johannesburg nimekuja Debeni kuja kubadili upepo kwa sababu Johannesburg yenyewe mimi sielewi. Akamwambia sasa mwenetu umekuja Durban Natali hatari kwa sababu huku Durban Natali huku sisi au sababu wanavyotuona vijana wengi sisi baadhi wetu ni kupanda meli twende Ulaya kwa sababu hapa South Africa yenyewe Afrika sio Ulaya wala nini. Kwa hiyo sisi hapa unavyotuona sisi ni mabaharia, akili yetu sisi tupande meli. Kwa hiyo wewe je, umekuja hapa Durban Natali kuna mtu ndugu yako wote umemfuata? Nikamwambia mimi kuna ndugu yangu anaitwa Alikumba. Nikamwambia mimi Alikumba namsikia namjua, lakini huyo Alikumba huwezi kumpata Durban Natali, huyo Alikumba ni mtu mkubwa. Kwa hiyo cha msingi kwa sababu wewe ni Mtanzania mwenzangu usikonde twenzetu. Kweli wewe bwana mimi akanichukua akanipeleka katika machaka yake, kunipeleka katika machaka yake pembeni ya barabara au sio bwana, huku pembeni watu wameweka vijiwe wamekalia. Kwa hiyo kufika pale tumetulia, watu wamepika ugali tumekula na utumbo wa kuku na miguu ya kuku. Baada ya kumaliza kula ule pale ugali mpaka kufika saa 4 nakuta wale mabwana wananikabidhi mimi boksi, wananiambia bwana hapo ulipokaa hapo ndo kitanda chako. Kwa hiyo wakanikabidhi boksi kanikabidhi na shuka. Sasa usiku baridi kali afu shuka leo nipa jepesi, nimelala pembeni ya barabara kwa sababu sina uwezo wa kodi ya nyumba, nimetoka mimi sina kitu. Umeona bwana, nimeingia pale Debeni mimi sina hata 100. Umeona bwana? Kwa hiyo kweli baada ya kulala mpaka asubuhi wale jamaa wakaanza kunichukulia maelezo. Wakaniambia bwana ndugu yetu, hebu tuambie, wewe umekuja South Africa kuja kutafuta maisha au umekuja kupanda meli uende Ulaya? Nikamwambia bwana mimi ndugu yangu, inabidi sasa nitembee na biti lao. Kwa sababu nikisema mimi kuja kutafuta maisha inabidi natafuta wapi Johannesburg. Mimi nilimpo Durban Natali watu wengi wanapanda meli. Kwa hiyo mimi nikabidi nitembee na biti lao. Nikamwambia bwana mimi mwenyewe nimekuja kupanda meli. Sasa kama umekuja kupanda meli inatakiwa sasa twende maskani ile mbili bondeni. Huko bondeni huko kuna mabaharia wenyewe kasaini kama kweli wewe baharia au sio baharia. Kweli nimekaa pale siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, siku ya 4 wakanichukua wakanipeleka bondeni huko. Kwa bondeni huko sasa nilipofika nikakutana na Watanzania kama 150. Wapo huko Watanzania wenye miaka 16, 14, 17, 18, wenye miaka 40, 30 wamejaa huko bondeni wanaishi kwenye maficho. Na wanaoishi huko kwenye maficho wote wengi hawana fani, hawana ujuzi, hawana biashara au sio bwana, wanaishi huko nia na mazumuni kupanda meli waende Ulaya. South Africa wenyewe wanakuambia sio nchi, South Africa yenyewe ni Afrika. Nilipofika pale kweli nikachoka kwanza, nikasema kweli mimi mwenyewe nilitegemea South Africa maisha mazuri, kwamba maisha mbeleo nimekuja kukuta Watanzania kama 100,000 jinsi maisha wanaoishi nao 100,000 au 120,000 wanaoishi huku, maisha magumu, afadhali hata Watanzania hata bongo. Kwanza mimi mara ya kwanza kulala nje nimelala nje nani hapo Durban Natali. Nakwambia ndo mara yangu ya kwanza kulala nje. Tanzania sijawahi kulala nje. Muona bwana kweli wale jamaa nilipokutana nao kule beach Durban Natali kwanza wakanivua wakaniambia kama wewe umekuja huku umesaini unataka kupanda meli wewe baharia. Sasa baharia kuna masharti ya mabaharia, wakanipeleka kunisomea sharti za baharia. Baharia kwanza cha kwanza hataki kufanya biashara, sharti namba 1 kwa sababu ukifanya biashara utazingatia biashara wewe utakuwa ukumbuki kudandia meli. Umeona bwana, sharti namba 2 baharia baada ya kufika huko maskani ile mbili bondeni sasa hiyo wananipa sasa masharti ya ubaharia. Baharia sharti namba 2 inatakiwa kwanza uwe na vitu vya msebenzo vya kupandia meli, uwe na cha msebenzo ile maovaroli ya bandari, uwe na saa kimweku. Baharia inatakiwa uwe na tochi ndogo ya kupandia kwenye meli. Baharia unatakiwa uwe na begi, katika ile begi unatakiwa uwe na maji chupa 2 umezibandanisha umezifunga kamba, maji ya bananina, uwe na pipi za glucose, uwe na mkate ule katikati ile sponge unaufinya unakuwa kama ngumi unaweka kwenye plastic bag unauviringishia manailoni unaweka kwenye begi lako. Kwa hiyo ile saa itakusaidia wewe unapoingia kwenye meli kujua umeingia tarehe ngapi na unatakiwa ukae chini ya kwenye maengine kwa muda siku ngapi saa. Na ile tochi inakusaidia kumulika sehemu unapopita unapoingia katika ile meli. Na meli sharti yake inatakiwa ipandwe saa 9 mpaka saa 10 ya usiku. Kwa hiyo baharia hatakiwi kulala ndani. Baharia ukilala ndani utapitiwa na usingizi, meli itakuacha. Kwa hiyo baharia unalala huko kwenye maficho pembeni ya bahari huko kwenye machaka huko. Ndio huko watu mnaishi huko. Vyakula vyenu mnavyokula mnaenda
Kufagasha maana yake kwenda sokoni, kule sokoni kule mnachukua vitu ambavyo vile afadhali, mnakuja pale mnavitoa, mnapika, mnakula, lakini wazo lenu ni moja tu, kauli mbiu, kupanda meli kwenda Ulaya. Na kweli kuna watu wengine wanapanda meli, wanapiga simu, wengine wapo Japan, wengine wapo Norway, wengine wapo Singapore, wengine wapo lakini kupanda meli kuidandia sio gari la mchanga useme ulidandia likupeleke Machimbo. Kupanda meli shughuli yake sio ndogo. Kupanda meli sasa yake yani kudandia meli sasa yake umeenda kupola simu saa 7 mchana Kariakoo ndio sasa na kupanda meli. Shida ya changamoto ya meli kupanda, unakuwa ujue meli ile pale unavodandia kwanza inatoka siku gani pale bandarini, tarehe ngapi ujui na tarehe inayotoka, alafu ile meli inaenda nchi gani. Wewe unaweza kusema meli inaenda Ulaya, kumbe inaenda kwenye nchi yenye vita, inaenda labda South Sudan, inaenda kupeleka misaada. Kwa hiyo ukienda kutupwa South Sudan kwenye vita unaenda kuibukia huko. Kwa hiyo hili ni kitendo cha bahati nasibu, yani kumuomba Mungu bahati yako. Kweli baada mimi kuishi pale maisha ya bichi, wahuni wale mabaharia wakanielekeza jinsi ya meli kupanda. Unaipanda saa 9, unapitia wapi? Kuna njia mbili, kuna njia kupitia kwenye gangway au kupitia kwenye nanga. Na baharia kuna baharia wa aina mbili, kuna baharia nyatunyatu na baharia samaki. Baharia nyatunyatu ananyatia kupitia getini, ndio hiyo anavaa maoverall. Baharia samaki yeye anaingia kwenye maji, anaifuata meli kupitia kwenye maji, anaogelea. Umeona bwana? Baharia samaki ni yule baharia ambaye meli imepigwa nanga, labda kwa mfano umbali kama Coco Beach, labda umbali ya viwanja vitatu vya mpira vinne, kwa mfano kama kule Coco Beach inavokaa kule mbali kule unaziona meli kule inaitwa out anchor. Kwa hiyo kule mtu anaifuata meli kule umbali wa viwanja vitatu viwanja vinne, huyo inaitwa baharia samaki. Alafu kuna baharia nyatunyatu. Baharia nyatunyatu anaisubiri meli imekuja kupaki bandarini kabisa, yeye ananyatia magetini, anaruka kwenye fence, au akisharuka kwenye fence afu kavaa maoverall ya bandarini, buti, kofia la elementi la plastiki la kujengea nyumba lile, na yale maoverall yao yale kijani yale. Kwa hiyo mtu ana reflector anavaa kabisa na kuwa nayo, kwa sababu ile vitu vyote vinauzwa. Kwa hiyo unavyoingia mule bandarini saa 7 usiku, kwa hiyo wanafanya kazi wa bandari, unajua mfanyakazi mwenzetu, huyu pengine dereva foko, huyu pengine dereva cleaner, au sio bwana. Kwa hiyo huyu pengine kalani, kumbe wewe sio kalani, wewe kazi yako unatafuta meli sasa uidandie ile meli. Na mule bandarini ukiingia, ukishapita tu getini pale, ukishaonekana na yale mavazi, mule ndani ukiingia bandarini kuna wafanyakazi zaidi ya 100,000, 150,000, na kila mtu ana shughuli zake. Wewe umepitaje getini? Hamna mtu anaweza kukuuliza mtu wote mule ndani bandarini kwamba wewe nani, umetokea wapi, una shida gani. Kwa hiyo wewe wakati wewe umeingia ndani na umevaa mavazi ambayo yanafanana na wao, wewe pale ndio unatafuta nini? Unatafuta meli ya kupanda, unachagua meli gani, kwa sababu Natali ni bandari ya kwanza kwa Afrika, bandari kubwa, inapaki meli 75 kwa wakati mmoja. Kwa hiyo meli kama taxi, meli kama daladala humo ndani ukiingia bandarini. Kwa hiyo una uwezo tu wa kuchagua ni pande meli gani, unabahatisha meli ambayo ya kupanda, ambayo Mungu anaweza kukujalia umepanda leo, kesho umeondoka. Huo ndio hali halisi ya utafutaji wa mabaharia ambao stowaway wazamiaji wanavyoenda kutafuta maisha. Utafutaji wao ni mgumu wa hali ya juu. Kwa hiyo unavyomuona mtu katoka South Africa, yeye baharia karudi hapa na hela zake, usafiri hizo hela kazipata kilele mama. Kwa sababu kama nilivyokuambia kudandia meli sasa sawa, yani umeipola simu saa 7 mchana Kariakoo, afu jifikirie raia wangapi watakupigia kelele za wizi, kelele za ungenje, mwizi huyo. Kwa hiyo unajitolea mwanga. Kwa hiyo kupanda meli vivyo kujitolea mwanga, kwa sababu ile meli unaweza kupanda ukakutana na kapteni mwingine, huyo kapteni anaomba katikati ya bahari na kukutosa baharini. Kwa hiyo wewe unaomba Mungu, Mwenyezi Mungu tunijalie nifanikiwe. Na kani watu wa Tanzania wapo wanafanya hizo shughuli, na kweli Mungu anawajalia, wanarudi na pesa bongo. Lakini sasa je, wewe ndugu yangu leo hiyo unaiweza? Una roho ngumu kama hiyo? Ndugu zangu huko mtaani, nadhani ambao mnaosikiliza EFM na mnaotazama Mkoi TV, ushawahi kusikia msemo unasema kwamba chezea kila kitu lakini usichezee mali zangu. Fanya kila kitu lakini usichezee mali zangu. Kwa hiyo ndio mifano nimekuonyesha jinsi gani mabaharia wanavyopata pesa. Kwa sababu kwanza hayo maisha tu ya kusubiria kwamba unavyotaka kudandia hiyo meli, hayo maisha unaoishi mazingira ya bichi mpaka kuja kuipanda hiyo meli. Mimi ninavyokuambia, kuna mwanajeshi ambaye aliacha jeshi Tanzania, aliasi jeshi, alienda kule bichi Natali, akataka kujifanya naye mwenyewe baharia, lakini alikimbia maisha. Yani maisha tu ya kusubiria kupanda meli, maisha yake ni ya mateso, sio magumu, kwa sababu wanajeshi wanafanya mazoezi. Sio kwamba wanaishi kimateso. Kwa hiyo kuna kuishi, kuna kuteswa na mazoezi, vitu tofauti. Wanajeshi wao wanafanya mazoezi magumu, lakini kule bichi ni maisha ya mateso. Kula shida, umeona bwana, na vile sehemu ya kulala shida, na hivyo vyakula anavyokuambia wewe uko maisha ya bichi, vyakula watu wanaenda kufagasha jalalani. Jalalani maana yake kwamba mtu anaenda kule, unaambia bwana wote tu nenda kachukue nyanya, ukiuliza hela unapigwa konzi, unapigwa kofi na
na mabaharia bichi, unapigwa kofi kwa sababu nini? Unaambia wewe unauliza hela nyanya sokoni kwani kwa mama yako hapa. Bichi unakutana na mabaharia wale wa Kongo, wale mtu ashapanda meli 3, meli 4, meli kwa sababu kupanda meli yenyewe kidandia tu kwa muda masaa 15 ukikaa nayo 10 unalipwa. Kwa hiyo kuna watu pale ndio michezo yao, wana biashara zao, wao kazi yao kupanda meli. Kwa hiyo hapo pale kama viongozi kama wakubwa fulani. Kwa hiyo wale ndio wanagawa vitengo, wewe kachote maji ya kunywa, wewe nenda kachukue nyanya. Sasa ukiuliza sasa hela nyanya, sasa unaambia wewe hela nyanya kwani hapo kwa mama yako hapa? Nyanya inabidi uende sokoni. Kule sokoni kule unaenda kwenye jalala la nyanya, vitu vibovu unachagua afadhali ndio unavikusanya unaleta wapi? Bichi. Mchele watu wanaenda kuchukua bandarini, wanaenda kuokota bandarini, kuzoazoa bandarini, ndio wanapeleka wapi? Bichi. Wanaenda kupika watu bichi wanapika kwenye makopo. Sahani yao kwenye nailoni, wanamwagia pale ubwabwa, watu mnakula, lakini nia la mazumuni mshibe, ili mradi msubiri nini? Usiku saa 9 mkadandia meli muende Ulaya. Hapo kuna Watanzania kama 120, 140, na kuna wabongo wengine bado wanatakiwa wakue bichi, kwa sababu kuna mbongo katoka zake hapa na miaka 14, 15 anaenda South Africa. Kwa hiyo akifika pale bichi, haruhusi kupanda meli wakati anaye na umri wa miaka 15 au 16, 17, kwa sababu wewe unapovaa zile maovaloli, unavovaa ile maovaloli, unavoingia kule bandarini, wewe watakushtukia, watakuona mtoto mdogo wewe bandarini umekuja kufanya nini? Hiyo wewe umemaliza muda gani form 4, darasa 7 umemaliza muda gani mpaka leo hii, au form 4, form 6 umesomea wewe udereva foko, udereva cleaner, leo hii unafanya kazi bandari. Kwa hiyo unakuwa unakamatwa faster kabla hujaisogelea meli. Lakini kwa mtu mzima mwenye miaka 25, 30, 35 inakuwa at least kidogo inakuwa kuna mfanano, hata ukivaa zile maovaloli, ile elementi na ile buti gani, buti lile la bandari, mtu kukuzania kama wewe ni mfanyakazi wa bandari. Kwa hiyo inakuwa rahisi hata wewe kuisogelea meli. Kwa hiyo kuna vijana wa Kitanzania wako bichi zaidi ya 20,000, 15,000 bichi Natali wamekaa wanaishi mafichoni, wanasubiri wakue wawe wakubwa. Mimi nahisi wale ni panyalodi, walikuwa panyalodi ambao walikuwa wanafanya matukio huko Bongo baada ya kutafutwa na serikali. Sasa nafikiri ndio wamekimbilia kule, lakini sina uhakika zaidi sana hilo. Lakini baada mimi kufanya uchunguzi wa chini wa kina, mimi mwenyewe katika maisha yangu kuishi pale, wengi walidanganywa na ndugu zao ambao wanaishi South Africa. Hawajawaambia ukweli kwamba South Africa uje vipi, ujipange, yani ukitoka Bongo uje huku uje kuishi maisha yako vipi, kama wenzetu wanavyoishi, kwa mfano kama wa Somali, kama wenzetu wanavyoishi, kama wa Ghana, wa Nigeria. Kwa sababu wenzetu wa Nigeria wanaambiana ukweli. Unapotaka kutoka Nigeria unakuja South Africa kuja kutafuta maisha, inatakiwa uje vipi, uje na mtaji wa shilingi ngapi, uje na fani gani. Kwa hiyo utakuta Nigeria ndani ya mwezi mmoja, miezi miwili, miezi mitatu anapiga bao, anatembelea gari South Africa, kwa sababu anapotoka kule atoka na mtaji. Ndani ya miezi mitatu mtu ana duka lake la mabegi, ndani ya miezi 6 mtu ana saluni yake baba shop la kibabe, anakuwa na uhakika wa kutoka nyumbani kwenda kazini, na uwezo wa kulipa kodi ya nyumba anakuwa nayo, na vile vile kwa kila baada ya miezi 3 miwili ana uwezo wa kutuma chochote kitu kwa familia, kwa sababu nini? Kajipanga. Lakini wewe ambao unaoishi bichi, hujapanda meli bado, na hata ukipanda meli bahati yako sasa ukamatwe au usikamatwe. Kwa hiyo unakuwa unajishi miaka 7, miaka 8, miaka 9, unapoteza maisha ya bichi, unakuwa una chochote kitu, kiswaswadu tu cha shilingi 20,000. Upo South Africa Durban Natali huu mwaka wa 7 hauna. Kwa hiyo unashindwa hata kumsaidia ndugu yako, kumnunulia bajaji au bodaboda, kumnunulia kiwanja. Kwa hiyo mtu anapokuambia bwana njoo South Africa ndugu yangu, maisha mazuri, kapiga picha. Kwa hiyo mtu anapokuambia njoo South Africa ndugu yangu, maisha mazuri, njoo mimi nitakupokea. Kwanza jiulize namba moja, huyo mtu je, baba yake mzazi kamnunulia kiwanja hapa Bongo, au mama yake mzazi kamjengea hata kijumba, kamletea hata bajaji au hata bodaboda kupata 200, 300? Kwa sababu asikudanganye na nguo, kaenda katika location nzuri kapiga picha kakurudishia wewe WhatsApp. Kwa sababu location nzuri hata Bongo zipo. Kwa hiyo hata kule South Africa mtu siku amekaa nini, kapiga nguo zake labda sikukuu au siku kaulamba tu kaenda, wewe utamwona huyu mtu ana maisha mazuri, kumbe mwenzako hana maisha mazuri, anataka kukuvuta wewe, anataka akukanyagishe. Kwa hiyo kuna tabia ya kukanyagishana, yani akuingize South Africa afu yaone mwenyewe maisha yako vipi. Kwa hiyo unajikuta wewe unapoteza miaka 8, miaka 9, afu wale waacha Bongo huku, hiyo miaka 8, miaka 9 ukirudi unakuta wenzako wameoa, wengine wana viwanja, wana mijengo, wengine wana magari yao, wanatembelea, wana kila kitu cha ndani. Wewe miaka 9, miaka 7 upo South Africa, umerudishwa hapa Bongo, hata mbuni umerudi hapa wewe Bongo, umeambulia kutoboa sikio, kutoboa pua na kuchora matatu. Kwa hiyo ndani ya miaka 9 ukija hapa utakuta mtu kapagawa, akachanganyikiwa baharia. Watu wengi wanahisi kwamba wana misemo Tanzania kwamba
watu wakienda South Africa wakirudishwa wanachoma sindano ya nani ya sumu, wanakuwa wenda wazimu. Lakini sio kwamba wanachoma sindano ya sumu wanakuwa wenda wazimu. Watu wanatoka kule, mtu kakaa miaka 15 miaka 18 karudishwa Bongo, kaacha vitu vyake vya ndani. Mwingine pengine kule South Africa yenyewe walikuwa anaishi maisha ya nje tu kama ninavyokuambia bichi, ana lolote wala nini, kapoteza miaka 15, anakuja hapa anakuta Mtanzania lolo muache hapa. Miaka hiyo mwenzake ana mjengo wa kibabe, ana mke, ana familia mzuri, ana gari ya kutembelea. Kwa hiyo mtu ana data kisaikolojia anakuwa mwenda wazimu. Lakini hamna serikali ya South Africa ilisema kwamba eti wa Tanzania wanawarudisha huko wote eti kwamba wanachoma sindano ya sumu, sindano ya uchizi. Hakuna swala kama hilo, kwa sababu South Africa ni nchi ambayo yenye haki za binadamu. Kwa sababu paka ukiua njiwa unashtakiwa South Africa. Kwa hiyo kama South Africa haki za binadamu zipo juu, uwezi wewe ukasema eti Mtanzania eti kakamatwa passport yana anataka kurudishwa Bongo achomwe sindano ya uchizi. Swala kama hilo hakuna. Watu uchizi wanaupata baada ya kurudi huku kuona wale wenzao ambao walioacha miaka 9 iliyopita. Mtu ndo anaanza uchizi hapa Tanzania anakuwa mwendazimu kwa sababu kapoteza miaka 15 miaka 10 South Africa, hajarudi na chochote. Karudi hapa, karudi kamburi ya kutoboa pua, karudi na kuchora tattoo, karudi na katoboa sikio. Umeona bwana, lakini alichorudi ana chochote, karudi hapa na jinzi tu, chakula cha mchana, chakula cha asubuhi, chai, anategemea tena ale katika familia. Hata mtu mzima na miaka 35, miaka 20, miaka 28, kaka South Africa miaka 10, anategemea chakula cha familia, ugali, ale na watu wadogo zake. Na ukifanya masiara jinsi anavyokula ugali baharia, unajikuta kwamba yeye atafuni ana meza. Kwa hiyo dakika ya mwisho utakuta hata wadogo zake angalii. Kwa hiyo unakuta maisha yani mtu yanampagawisha zaidi, kwa sababu hata ule ugali wa moto wa Bongo anaona mtamu, na kati mtu katoka South Africa kwenye baga. South Africa unaweza kuishi South Africa miaka hata 10, miaka hata 7. Kama wewe una maisha hujajipanga, hujielewi, uli baga, huwezi kula pizza. Unalisikia tu pizza, unaliona kwenye kioo, unaliona kwenye picha, kwenye TV. Pizza ndio naisha kuliona hivyo. Upande wangu mimi baada kuishi pale maisha ya bichi na wale vijana pale, mimi nikapata kijana mmoja ambao wa Mbagala. Huyo kijana wa Mbagala huyo akaniambia, bwana mwanangu, inabidi tujitahidi tupande meli tuondoke. Umeona bwana, kwa sababu tupo maisha ya bichi tena. Tunalala nje na maisha ya bichi, chakula kama hivyo nilivyokuambia, tunaenda jalani kama nilivyokuelekeza maisha ya bichi tunavyoishi mabaharia. Kwa hiyo mimi nikafanikiwa kupanda meli na ndugu yangu. Katika kupanda meli na ndugu yangu wa Tanzania tupo wawili, tumeingia mule kwa masaa 9 nafikiri, tuliingia mule saa 9 mpaka kama saa 10 hivi. Baada ya kuingia mule katika meli tumejificha siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya 3, siku ya 4, siku ya 5, hapo tumekaa kama siku 6. Baada ya siku 6 tukaenda kugonga katika ule mlango ambao tuliingilia. Baada ya kugonga katika ule mlango tulioingilia katika ile mifuniko, kwa sababu unapoingia katika gangway kuna mlinzi ujue getini pale katika mlango wa meli. Unakaa ule mlinzi pale, unapitika yule umtambuke kwa muda saa 9 usiku au saa 10, kwa sababu kisaikolojia hakuna mtu ambaye ana uwezo kukaa sehemu moja bila kumove from one place to another kwa muda masaa 9 mpaka 10 bila kusinzia. Kwa hiyo yule mlinzi anavokaa pale anaingia saa 12, anatoka saa 12 asubuhi kesho. Kwa hiyo wewe pale unamfuata saa 9 na usiku move kuama sehemu nyingine, kaekewa kiti pale kwenye gangway. Yeye pale huwezi kuingia ndani ya meli, lazima uonyeshe kitambulisho ambacho kinachokuhusu wewe kuingia ndani ya meli. Kwa hiyo sisi mabaharia tunajitolea mwanga, tunamfuata yule wakati tulishavaa maoverall ya bandari. Kwa hiyo tunapoingia mule ndani sasa ndo tunakutana na mifuniko kwenye meli, tunaingia chini. Kwa hiyo mimi na ndugu yangu tulivyokaa baada ya siku 6 kweli kuibuka, tumegonga pale kupita. Yeye kuna bahati mzuri, mfanyakazi wa kwenye meli akawa anapita maeneo yake, akasikia kelele, kafungua ule mfuniko, kutuchukua sisi kwa kapteni. Kapteni tumeogeshwa nini fresh, akatuliza mmeingia wangapi kwenye meli? Nikamwambia sisi tumeingia 2. Kapteni hajaamini, akaachia jibwa. Baada ya kuachia jibwa likaenda mule ndani kwenye meli, kaanza kusachi. Tukatoka Wabongo kama 6 wengine na sisi 2, jumla tu Wabongo 8. Kila mtu aliingia kwa masaa yake. Kweli waogeshwa maji safi nini. Sasa wenzangu wote Kiingereza hawajui, mimi kidogo at least Kiingereza najua. Kwa hiyo yule bwana kapteni akawasana nitumia mimi kama mkalimani kwa tafasiria wenzangu. Umeona bwana, kapteni bwana mtangazaji Mkoi TV na EFM, bwana yule kapteni akaanza kuniambia, bwana waambie ndugu zako nyinyi mnaenda wapi, waulize afu utatuambia sisi. Mimi nikawauliza bwana, nikamwambia bwana sikiliza, haina haja kuwauliza, sisi nia na mazumuni, sisi tuendeze tu Ulaya. Kapteni akamwambia this ship is not going Europe, this ship is going Australia, tell your brother. Akaniambia kwamba hii meli haiendi
Ulaya hii meli inaenda Australia, waambie ndugu zako. Mimi nikamwambia ndugu zangu bwana, hii meli inaenda Australia, twende Ulaya. Akaambia sasa basi yule kapteni akamwambia bwana, akatuambia bwana, mimi nitakusaidieni, nitakuacheni Australia, but the way you come in my ship, the way you gonna go out in my ship. Yani jinsi mvoingia kwenye meli na ndio jinsi mtavotoka kwenye meli baada ya kufika hapo Australia. Nikamwambia ndugu zangu wakafurahi sana. Kweli tukaachiwa huru bora meli inatembea, tukawa tumeachiwa huru, tunakula, tunafanya saidia kazi mule ndogo mpaka tukafika zetu Australia. Yani muda ambao tulitumia, kwa sababu pale sisi kwanza kwenye meli yenyewe tulijificha kwa muda kama siku 6. Yani tulitumia muda kama siku 9 hivi, siku 10. Ndio pa tunaingia Australia. Muona bwana kweli yule bwana tukifika pale Australia, jamaa kapteni akatuambia bwana, hapa Australia is strong border control, Sydney hapo strong border control, maana yake kwamba yani ulinzi ni mkali. Kwa hiyo inatakiwa sisi tujump kwenye maji kule meli kabla haijafika kwenye bandari, yani kwenye gati yenyewe hajafika. Kwa hiyo basi sisi huku tukajipanga, mwenye dumu, mwenye boya, kila mtu akatafuta nguo yake pale, nguo tukaika kwenye manailoni. Kapteni yule akatugaia sisi dola 200 kila mtu, dola 200 kila mtu, kwamba hiyo itakusaidia, lakini kwa masharti kwamba meli wewe unapokuja kukamatwa umeingiaje katika Australia hii, inatakiwa usiseme kwamba umekuja na meli fulani, kwa sababu meli itafungiwa. Hayo ndo masharti aliyotugaia bwana nani, bwana kapteni. Na kweli mimi nikawaeleza ndugu zangu wote, kweli kila mtu akajiachia. Katika kujiachia mimi nijiachia na ndugu yangu, lakini nikaja kushtuka mimi nimeibukia, yani kwa mfano kama labda Mwenge, mwenzangu kaja kuibukia labda kwa mfano kama Makumbusho. Umeona bwana, kila mtu kaibukia kwake. Kwa hiyo tena hatujaonana mpaka leo hii. Mimi sijaona naye yule ndugu yangu. Mimi sijui huyo ndugu yangu, sijui mpaka leo kama yuko hai au huyo ndugu yangu kafariki au huyo ndugu yangu ana maisha au ndugu yangu yuko wapi. Lakini kupitia Mkoi TV daima mbele na hii FM jinsi inavyosikika duniani kote, basi naamini kama huyo ndugu yangu ataniona kupitia Mkoi TV au kusikia kupitia hii FM, basi atatamani kunitafuta ndugu yake, kwamba mimi na yeye jinsi tulivyotoka maisha yetu mpaka tukuja kuachana mjini Australia. Na hiyo na kama atakuwa mzima, lakini atakuwa kama kamfariki, basi inshallah Mungu atajalia tutakuja kuonana tena siku nyingine huko baada kufariki dunia huko haila kwa Mwenyezi Mungu. Lakini baada sisi sasa kuachana naye yule bwana, kupoteana na yule ndugu yangu, kweli mimi moja kwa moja kwa sababu nishapata koli kutoka bichi kwamba wewe ukifika katika nchi yoyote duniani inabidi uende klabu. Kweli mimi kwa sababu nguo niliweka katika plastic bag katika mfuko wa nailoni, nikatoa nguo zangu ambazo hazijaloa, nikavaa hela yangu nikatia mfukoni, moja kwa moja nikatafuta barabara. Kweli nikaiki taxi. Taxi nikaiki, nikamwambia bwana nipeleke night club. Kweli night club kanipeleka night club, na kitabu nilipofika pale wale jamaa aliniambia kama dola 15, nikampa dola 15 katika dola 200. Night club nikakaa usiku mzima mpaka asubuhi mpaka saa jioni tena. Nimetulia tu, sielewi mimi cha kufanya, niende wapi nitoke wapi, kwa sababu night club kila mtu ana mambo yake. Kweli mimi nikabahatika kupata msichana pale night club. Msichana yule niliompata ndio kuja kunisaidia mimi kuishi maisha ya Australia kwa muda miezi kama 3, kwa sababu mimi nilikaa Australia miezi 3, siku 90. Basi baada ya kufika pale club nikakutana na mchumba hapo, mtoto wa kike, nimemwona ana stress. Mimi nikaona mtoto wa kibongo, nikaona isiwe tabu, yule mtoto yupo peke yake afu ana stress, nikimcheki wenzake wanacheza wawili afu anacheza kivyake. Nikasema wewe usinitanie wewe, nikamsogelea yule mwanamke yenyewe kidogo kama mshangazi fulani hivi, kama ana miaka 35 34 hivi, mtu mzima hivi. Na mimi mwenyewe kipindi hiko ninavyokumbuka nilikuwa underage, yani mtu ambaye yani mwenye umri mdogo, na yule mtu kidogo anizidi umri, lakini mimi nikija kuangalia nikaona hii hapa ndio chance nyingine ya mimi ya kupata maisha katika nchi hapa hii ambayo nimeingia, afu sielewi nianze wapi nimalizie wapi. Na kweli baada ya kusogelea pale nikamuelekeza bwana mimi from Africa, na kweli nikiangalia mule katika club watu weusi walikuwa kama 4, yani 4 na mimi 5.
Na nikiangalia watu wausi wengine wale maisha yao ni mazuri, yani kwamba uwezi kuwasogelea wana wapambe nini. Kwa hiyo na mimi mwenyewe nikawa nimekaa kwa mbali, lakini sasa na mimi mwenyewe wazungu wengi wananishobokea kwa sababu watu wausi wachache mule ndani. Kila mzungu akipita ananiangalia mimi. Anaona mimi si yani, anaona kama mimi mtu wa ajabu yani. Yani nimekuwa kama star yani, ghafla nimekuwa mtu maarufu ghafla mule ndani yani. Umeona bwana? Kwa hiyo mimi nilipomsogelea yule mzungu yule mshangazi ilikuwa kitu rahisi sana kwangu mimi kunisikiliza na shida gani. Na mimi nilifika nikabeba mimi from Africa, nimeingia nchi hapa sina ndugu wala nini. Kwa hiyo mimi nahitaji msaada wako, unisaidie. Akaniambia sure. Akaniuliza kweli uhakika? Nikamwambia mimi kweli sina sehemu ya kote ya msaada, nisaidie ndo dada yangu. Yule dada akaniambia basi haina shida, ngoja hapa mimi nikifunga. Kumbe dada alikuwa anafanya kazi kusimamia usafi katika ile na ile night club. Kweli nimefanya kazi, baada ya kumaliza usafi ikabidi sasa akanichukua akaja kunifuata katika ile meza, akanishika mkono akanipeleka kwake. Tumepanda treni ya umeme kutoka pale mpaka huko kwake. Baada sasa kufika kwake nimeingia kwa yule mtu, yule mama yule dada kweli alikuwa ana mume wala nini, ana mtoto, anasema watoto wake sio hapo sehemu gani, ana mtoto mmoja, anavyosema sio ipo kwa babake sio wapi. Umeona bwana? Kwa mimi kawa naishi naye yule msichana. Kuishi naye wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu, baada ya wiki ya 4 tena akawa sasa mke wangu. Sasa kama mke wangu, kama mimi kazi yangu kukaa ndani, yeye anaenda kazini, akirudi nyumbani ni ana mazumuni kwamba mimi anitafutie permit ya kuishi pale Australia kama ya ukimbizi, yani refugee permit, yani permit ya ukimbizi, kwamba mimi niwe na kibali ya kuishi Australia, alafu baadaye nitafutie kazi tuishi kama mume na mke na maisha mengine yaendelee. Lakini wakati tunaendelea kuishi na yule mwanamke pale Australia, ndani ya mwezi mmoja nimemaliza miezi miwili, yule mwanamke kaenda kuambia wanawake wenzake kwamba mimi nyumbani pale na mgeni, na yale mambo nilikuwa namfanyia ya kimapenzi akawa anaenda kumwambia, anawaambia wanasichana wenzake. Bwana Mkoi TV, nisikiliza kwa makini ndugu yangu, akawa anaenda kuambia wale wanawake wenzake vitu ambavyo mimi ninavyomfanyia katika masuala ya mapenzi. Kwa hiyo wanawake wenzake wakawa wanamzunguka, wanakuja nyumbani pale wanagonga hodi, mimi nawafungulia, najua kwa sababu hawa si mashoga zake mke wangu fresh tu. Kufika ndani wakawa waniforce mimi kimapenzi, kufanya nao mapenzi kwa lazima, yani wanitumikisha mimi kingono. Mimi siku ya kwanza nikakataa, siku ya pili wakaja tena wakaniambia bwana wewe sikiliza, kama hutaki sisi kukutumikisha kingono, yani ufataki kutufanyia kama unavyomfanyia rafiki yetu, sisi bwana tutakulengesha kwa polisi. Unajua wewe hauna dokumenti yoyote ya kuishi hapa, utarudi kwenu Afrika. Mimi nikaona bwana mimi kuswali tena kurudi Afrika tena. Nilipotoka afu nchi yenyewe nimeingia kwa mbinde kama hivi. Kwa nchi yenyewe ndio hiyo tu. Nikamwambia mimi ninunueni chakula nile, hiyo siku ya pili hiyo ninunueni chakula nile, msiniengeleshe kwa polisi, nikishiba mimi nikufanyeni kazi yenu. Kwa kweli yani kosa lilofanyika kwa yule mwanamke kusimulia na kunipa sifa za hali ya juu kwa wale mashoga wenzake kwamba mimi amepata Mswahili mmoja hivi mniga kutoka Afrika Tanzania, kwamba yani mikwaju anaopiga mikwaju 10, mikwaju 7, mikwaju 6, mpaka yeye mwenyewe anajua kama huu muziki kitu gani. Kwa hiyo yani kosa lilofanyika hilo kuambia wenzake, sasa wenzake kwa sababu vile vitu hawajawahi kuvipata, sasa ili waje kuvipata ndio kawa wanamzunguka sasa yule mwenzao, wao wanakuja kwangu mimi ili wanipate. Kitishio kikubwa kunilengesha kwa mwafea ili nikamatwe nirudi Tanzania. Mbaya zaidi walikuwa wanakuja kipindi hiko wanamtiming, wakati rafiki yao ipo kazini, wao ndo wanakuja nyumbani. Kweli mimi baada ya kuona mimi swala kama ile itakuwa ngumu mimi kurudi Afrika eti kwa sababu nikatae kwa sababu kutumikishwa kingono tu, na Mungu kanigaia nguvu za kiume kama hizo, na nguvu za kiume zipo tu nimkanipa Mungu bure, alafu mimi ambazo zinaweza kanipa mimi maisha niishi Ulaya Australia. Nikasema haiwezekani, mimi lazima niishi Australia kwa kutumia nguvu zangu za kiume. Kweli wala kina dada walivyonipa chakula, wakaninunulia misosi ya maana pale, mijuisi, cold drink nini, kweli nikaanza shughuli yangu. Basi bwana, kwa sababu wote walikuwepo pale pamoja, mjengo wenyewe ule wa kibabe, tumetulia pale maeneo ya sitting room, vyumba viko wazi pale. Kwa hiyo tumefanya mambo yetu. Kwanza nikaanza na wa kwanza pale nikaenda naye kama mara 5 hivi, nikamaliza shughuli yangu, nikaja kwa mwingine nikaenda naye kama mara 4, nikamaliza shughuli yangu. Kwa hiyo 9 tu zikakamilika pale, watu wote wakafurahi, wale wasichana wawili wakina nani. Basi kawa sasa ndo mtindo wao ndo huo, wanamvizia yule
mama watoto wangu kaondoka kazini, wanakuja pale. Mama watoto wangu kaenda kazini, wanakuja. Lakini maisha yale yakaenda, mimi kawa sasa nimeachoka, nikaona kama mimi natumikishwa kingono. Sasa nikaona dharau, umeona bwana, kwa sababu kuna muda mwingine wewe unakuwa umechoka, lakini wao wanakuforce, wanataka ufanye wanavyotaka wao. Mimi nikawa roho yangu sasa inanungunika, wananiendesha nisijiendeshi, umeona bwana, wananiongoza wanavyotaka wao, sijiongozi ninavyotaka mimi. Basi mimi nikaona sasa cha kufanya pale hakuna. Nikawa nabaki naishi na manunguniko tu ndani ya Australia. Mwezi na nusu wao unaondoka huo. Kama miezi miwili nakimbilia. Kweli yule dada baadaye akaja akapata taarifa. Sijajua kajuaje kama marafiki zake wanazunguka, wanakuja nyumbani kwake pale, wananirubuni mimi kimapenzi, wananilazimisha niwafanye kimapenzi. Ndio dakika ya mwisho yule dada yule mke wangu baada ya kuja kujua kakasirika. Baada ya kukasirika akasema sasa kuanzia leo utokaa tena nyumbani, inabidi tunaenda mguu kwa mguu kazini kwa kule. Kwa mara ya kwanza nilipotoka kwenye meli, nilipofikia pale night club pale, kwa hiyo mimi natulia kwenye meza, ananulia kinywaji, nakaa mpaka namaliza shughuli zake, tukifunga tunarudi yote, kwa kuepuka nini ile adha ambayo mimi naipata kule nyumbani. Baadaye kushtuka, sijajua alishtuliwa na nani, umeona, na wale wasichana wenzake na yeye mwenyewe mke wangu ule, sijajua yeye alijuaje kama mimi kwa marafiki zake wananizungukia, wanakuja kunifanyia vile vitendo vya kunilazimisha, kuniforce kwa kufanya nao ngono ya lazima, kwa kunitumikisha zaidi kwenda mara 5 mara 4. Kwa hiyo ikafikia hatua sasa ndo ikawa trip ndo hizo. Asubuhi tunaenda wote, tunarudi wote, tunarudi wote, tunaenda. Hiyo ndo kidogo ikawa afadhali yangu, lakini wakati huo tukawa tuna process ya kufuatilia kibali cha mimi kuishi, ili baadaye tuwe mke na mume na mimi nifanye kazi katika ile nchi ile. Lakini kwa bahati mbaya ndani ya miezi 3 ile inaisha, mimi sikufanikiwa. Ndio nilikuwa mbioni kupata kile kibali kwa kupitia yule dada, yule mwanamke ambaye mimi naishi naye. Kweli dakika mwisho siku tu, bahati mbaya tunaenda kazini katika ile night club, askari na kutaa gari la polisi nimenisimamia mbele, kwa sababu Australia watu weusi wapo lakini sio wengi, umeona bwana. Kwa hiyo askari kaja kunisimamia mbele na gari ndogo kama kitenga hivi, anauliza you from where? Nipo pamoja na yule dada. You from where? Nikamwambia mimi from Africa. Where is your passport? Mimi passport sina. Muona bwana, nikaanza kumwangalia yule dada. Dada akaanza kuongea nao Kiingereza, kilugha chao cha kule kia Australia, na kilugha chao kingine iko cha lugha yao ya kindani. Basi ikashindikana. Yule askari akaniambia get in the car, ingia ndani ya gari. Kwa hiyo mimi nikawa nimebaki nalia. Sasa nalia kwa sababu ya nani? Yule mwanamke. Wivu ndio umemsababisha mimi nirudishwe Afrika. Umeona bwana, kwa sababu wivu wa yule mwanamke wangu ndio uliosababisha mimi nirudishwe huku Afrika, kutoka na yule mwanamke. Baada ya kuona wanawake wenzake wanamzungukia, wanakuja kumega penzi lake kwangu mimi pale nyumbani, ndio uliosababisha mimi nikamatwe, kwa sababu yeye ndio alikuwa ananichukua tu kwa ajili wivu wake kutoka nyumbani kwenda ofisini kwake kwa kila siku. Hiyo ndio ilisababisha mimi nikamatwe, kiasi kwamba ingekuwa mimi mwendo ule unaendelea kukaa ndani wakati tunaendelea kufuatilia kitambulisho au kibali cha kuishi Australia, ilibidi mimi ningefanikiwa kibali ningepata, na mpaka leo nipo Australia. Na shida kubwa iliyotokea yote yeye kunimwagia mimi sifa kwa wale wanawake wenzake. Kwa hiyo na shida hii ya kutoa sifa za mpenzi wako, hata Tanzania ipo sana kwa wanawake wa Tanzania, wanapenda sana kutoa sifa kwa wanawake wenzao, kwa waume zao, na inasababisha wanaume wengi sana kuibiwa na mashoga, kwa sababu wale wake za watu au wanawake wengi wanapenda kutoa sifa za waume zao wakati wakiwa na wasichana wenzao. Kwa hiyo kwa wanawake wa Tanzania ipo na hata Ulaya ipo, umeona bwana, kwa sababu inategemea yule mwenzake ambaye anaongea naye anapata mapenzi kiasi gani kutoka kwa mwenza wake. Umeona, kwa akipata malalamiko kidogo tu, basi mwenzake sasa anatumia ule mwanya kumlingishia mwenzake jinsi anachokipata kutoka kwa mwenza wake. Sababu yote nilikuwa namlaumu yeye, yani kosa kubwa alilofanya ni yule mke wangu. Kwa sababu yeye mke wangu yeye
alikuwa kwanza alikuwa yule mpweke sana, alikuwa na mtu wa kuishi naye. Na ndio maana mimi nilikuwa kumpata kwangu nilimpata kiurahisi kwa sababu nilivyomkuta pale Night Club nilimkuta yupo lole, yupo mpweke. Umeona bwana? Nilimkuta pale yupo mpweke, yupo lole, lakini baada ndani ya mwezi mmoja hata mashoga zake, marafiki zake walimuona mtu mwenye furaha, mwenye happy ya maisha. Na hizo zote happy amezipata baada kuwa na mimi, na hata kuna alinawili, alibadilika, alikuwa na mafuraha. Lakini kosa alilofanya kutoa siri yake yeye ya mafanikio ambayo kilichompa yeye furaha kitu gani, na ambacho ni mimi kaja kutoa siri hiyo, na ndio maana marafiki zake wakamzunguka. Kwa hiyo tabia hata Tanzania ipo, Dar es Salaam mjini. Baada alipokutana na baharia, sasa baada ya kukutana na baharia bwana Chemwa kutoka Tanzania, baada ya kupata hizo raha zote za kimaisha, na mimi nimefanya hiyo, nilikuwa nafanya kama kweli mapenzi yalikuwa naye, na vile vile nilikuwa nafanya kama kazi, mradi nilikuwa nafanya kama mimi nimfurahishe zaidi, mradi mimi niendelee kuishi katika ile nchi. Lakini baada sasa mimi kukamatwa na yule afande, yule dada akaahidi kuja kunifuata polisi. Kweli kahangaika sana polisi, Sasa mimi pale polisi nikaenda complain kwamba mimi ni kweli ni kutoka East Africa, nimeenda complain mimi ni South Africa, kwa sababu pale South Africa nilikuwa na kibali fulani cha refugee, inaitwa asylum seeker. Asylum seeker ni kibali cha ukimbizi, nilichukuaga Durban Natali. Umeona bwana, kwa sababu wanatoa vibali. Kwa hiyo ile karatasi mimi nilikuwa nayo katika maisha yangu, nilikuwa natembea nayo. Kwa hiyo nilipoenda katika ubalozi wa South Africa nilionyesha kwamba mimi ni mkimbizi kutoka Afrika Mashariki na nina kibali hiki hapa. Kwa hiyo bahati mbaya nimekuja kutoboa, nimefika huku Australia. Kwa hiyo balozi wa South Africa ambao ipo Australia aliniambia sasa sisi wa South Africa tunadiliana gimeli, so umetoka Tanzania tumekupa maisha uishi South Africa na kibali hapo unacho asylum seeker, ambayo ni kibali cha ukimbizi, kwamba umekimbia wewe ni mkimbizi wa kidini. Kwa sababu mimi complain yangu South Africa baada ya kwenda kupata kibali, complain kubwa niliotaja kwa nini nimeacha Tanzania kuja South Africa. Kibali nini malalamiko yangu makubwa kwamba nimebadilisha dini kutoka kwenye Uislamu nimeingia kwenye Ukristo. Kwa hiyo kuna Al-Shababi wanataka kuniua kwa sababu hapo Somalia, Kenya karibu na Tanzania nao wapo. Wanataka kuniua, ndio maana nimekuja South Africa, huko Al-Shababi hakuna. Na vile vile familia yangu imenitenga baada ya kubadilisha dini kutoka kwenye Uislamu kuingia kwenye Ukristo. Kwa hiyo mimi familia yangu ikawa imenitenga, kwa hiyo nikaamua mimi kuja wapi? Kutafuta maisha South Africa. Kwa hiyo ndio sababu ya kupata hiyo kitambulisho cha ukimbizi. Kwa hiyo ilikuwa kama ndio roho yangu, nikawa natembea nayo iko kibali iko. Kwa hiyo mimi wakanirudisha tena, kwa wakaniripoti tena South Africa. Na kwa sababu mimi South Africa na kumbukumbu zangu, details zangu, na kibali changu cha ukimbizi mpaka sasa hivi bado kipo hai. Yani nikitia tu namba katika system ya uhamiaji wa South Africa, DDN TZA 00416 inatoka jina langu mimi, Chemwa na picha yangu ipo. Kwa hiyo mimi nikarudishwa pale South Africa. Baada ya kurudishwa South Africa kuna sehemu pale Durban Natali, kuna sehemu panaitwa custom au makastama. Hiyo ofisi ya makastama kazi yao kushughulikia wa mastowaway, wazamiaji wa kwenye meli tu. Hao kazi yao kuwapa pesa za msingi na hela za kuanzia maisha. Kwa mimi nilipofika pale Durban Natali nikapewa msingi, pesa ya kuanzia maisha baada ya kutoka zangu Australia. Kwa mimi baada ya kupewa pesa za kuanzia maisha, sijarudi tena bichi tena kwenda kupanda meli. Nikarudi zangu sasa wapi? Johannesburg nikaenda kutafuta kiti cha kunyoa saluni. Hiyo nimetoka zangu wapi? Hiyo Australia ninavyokuambia hapo, nimerudishwa hapo. Lakini baada ya kutafuta Johannesburg, kwa sababu hela nilikuwa nazo, nikapanga chumba, sijarudi tena katika ule mjengo Titanic. Nikapanga chumba, kuna maeneo panaitwa Lostenville. Huko Lostenville huko chumba nimeenda kupanga cha landi 1700 kwa mwezi, kwa sababu nilipewa hela kama landi 1400 hivi na 500 na wale makastama wa 1400. Kwa hiyo zileza nisaidia kwenda kulipa kodi 1700, kodi ya chumba mwezi mmoja, na hela nyingine nikaenda kukodi kiti cha kunyoa saluni. Lakini baada ya kunyoa saluni ndani ya mwezi mmoja, mwezi wa pili, nikapata mtoto mmoja wa Magomeni anaitwa Bokasa. Huyo Bokasa mtoto wa Magomeni, yeye dereva malori South Africa, Mayfair Johannesburg, kaja kunyoa katika saluni kwangu. Kati ananyoa anasinzia, namuuliza vipi ndugu yangu, mbona unalala? Akaniambia vipi, sikiliza mimi mzako, mimi dereva naendesha gari, nafanya kazi katika kampuni ya Ethiopia kusambaza
za mizigo. Sema wabongo wengi wakaja South Africa hawana fani yoyote, hawajui kunyoa, hawajui udereva wala nini, wanazurura tu huku. Umeona bwana, cha msingi mimi mwenyewe yani mpaka sasa hivi nachanganyikiwa, naendesha gari naenda peke yangu, narudi peke yangu, ama hata dereva kunisaidia. Yani ningepata dereva Mtanzania anajua kuendesha lori, ningemwajiri kazi, mradi tufuatane, ningemfanyia hata mipango baadaye, nimuunganishe kazi kwa bosi wangu na yeye dereva kama mimi, tupige hela. Nikamwambia bwana, mimi mwenyewe dereva. Dereva kweli, dereva kaja na gari lake hiyo siku alivyoja gari lake, akamwambia bwana tuzunguke. Nikuzunguka mimi piga gia, mzee mtu wa kwanza mtu wa pili kulipala, akamwambia bwana sasa sikiliza, kuanzia leo wewe tena utakiwa tena unyoe, wewe utakuwa wewe msaidizi wa kwangu mimi kama tandiboy. Mimi nikiendesha gari nikichoka nikilala, wewe unaendesha wewe, ila nakulipa mimi. Umeona bwana, kweli nikafanya naye kazi bwana Bokasa ndani ya miezi kama 3. Kweli bosi akaja akaniona kama mimi kweli mimi dereva na ile gari naendelesha. Kwa hiyo ile gari nikakabidhiwa mimi, Bokasa kanunulia gari mpya. Kwa hiyo hapo ndo maisha sasa kaanza kuwa mazuri sasa South Africa. Nikapata sasa mchumba mwingine hapa anaitwa Pegani. Nimekaa naye katika chumba Lostenville, ndani everything maji moto maji baridi. Naishi vizuri. Umeona bwana, ndani ya Johannesburg hapo. Huyo mtoto Pegani huyo, nikawa ndo naishi naye sasa. Kwa hiyo mimi na kazi yangu pale South Africa Johannesburg, nachukua majinzi, nachukua malaba, Mayfair, napeleka Pretoria West, Pretoria East, natoka pale Johannesburg napeleka labda Postmasburg, Upington, Kimberley, Bloemfontein, napeleka zangu yani Musa Bay, Western Cape, Eastern Cape huko, unajua bwana, Port Elizabeth, East London, yani Newcastle. Umeona bwana, Vryburg, Upington. Kwa hiyo mimi mikoa yote South Africa kwa kweli nimekanyaga. Hamna mkoa wa South Africa ambao mimi chemwa sijawahi kufika, kwa sababu mimi nilikuwa dereva wa lori box board na beba mizigo, majinzi, malaba. Hamna mkoa wa South Africa mimi sijawahi kufika. Mkoa gani? Hakuna. South Africa ile ipo hapa kwenye kiganja tu, ndondoshe saa 9 usiku. South Africa bwana, chemwa. Naijua maisha ya South Africa vizuri. Kwa hiyo South Africa, ndugu zangu wa Tanzania, na ukatazi kwenda South Africa. Kijana mwenzangu ulikopo huko Mpagala, ulikopo Manzese, ulikopo Sinza, ulikopo Kariakoo, kijana ambao anataka kutafuta maisha, ukatazi kwenda South Africa. South Africa kwenda atakuwa ujipange, uwe na ujuzi, uwe na fani, uwe na mtaji angalau hata 1,150,000, some basi ya dada yako ya 200,000. Unataka uende South Africa, hiyo hela unaleta njiani tu, ukifika kule unafika na 10,000, utalala wapi wewe? South Africa sasa nakukwambia ndugu yangu Mboi, South Africa hakuna bajaji. Ina maana madereva wote wa bajaji Tanzania, South Africa wote wazururaji. South Africa hamna bodaboda. Ina maana madereva wote wa bodaboda Tanzania, South Africa wazururaji tu, hawana kazi. Hivi nishakwambia South Africa kuna kwa siku wanaingia wa Zimbabwe 300. Kwa siku wanaingia wa Mozambiki 300. Hivi kuna raia wangapi ambao wazururaji? South Africa kuna wazururaji kuliko Tanzania. South Africa kuna maisha magumu kuliko Tanzania. Tanzania kwa Mama Samia hapa anavyokuambia ndugu yangu, maisha ni mbwelelo, kwa sababu kwanza kuna makampuni mengi tu ya mikopo ambayo wewe una kama Mtanzania halisi, ukiwa na kitambulisho cha NIDA, una uhakika wewe wa kupata mkopo na ukafanya biashara yako na ukaanzisha maisha. Chumba cha kulala Tanzania ni 30,000, 40,000, na ukafungua biashara ulizwa hata TRA, hawana bali na wewe, ukavuza biashara yako ya matunda, ukafanya Tanzania. Ukishindwa maisha utaenda zako shamba ukalime hata Morogoro au Kilwa au Lindi. South Africa ana hata eneo la kulima matuta mawili ya viazi, kwa sababu misitu yote, maeneo yote ya wazungu imepigwa fence. Kila msitu umepigwa fence, umeandikwa jina la mzungu tu, Robert Michael, Robert Daniel. Wewe ukitia mguu unapigwa risasi ya kichwa unakufa. Kila misitu yote imepigwa, kama unavyoona Zimbabwe. Ndio maana Robert Mugabe kule pale Zimbabwe akaamua kunyang'anya mashamba yote kuwapa raia. South Africa mpaka sasa hivi hawajagawana, hajanyang'anywa wale wazungu masetra mashamba. Kwa hiyo raia wa South Africa hana eneo la kulima hata matuta mawili. Kwa kule watu South Africa wanajua hela kushinda unavyojua hela wewe Tanzania. South Africa kuna competition kubwa sana ya kutafuta hela. South Africa kama ubongo wako wa kuku huwezi kupata hela. South Africa nataka wewe very clever, kwa sababu mashindano yake ni makubwa ya utafutaji wa pesa. Kwa hiyo unavotoka huku unatamia Mtanzania, unaenda kuongeza ongezeko la Tanzania wazurulaji kule Durban Natali, Johannesburg. Ukifika South Africa Durban Natali, wewe ukimkuta mtu mchafu anatembea, basi huyo ni mbongo huyo. Mbongo kama sio mbongo South Africa. Hamna nchi nyingine wachafu wanatembea South Africa ovyo ovyo. Kwa sababu wabongo wametoka wengi huko hajajipanga. Kwa hiyo lazima utakuwa mchafu, unaenda kule unalala nje. Una sehemu ya kulala, uwezi kuliko afford gharama za kodi. Umeona bwana? Kwa hiyo wewe utakuwa unazulula tumelala nje chini ya flyover, chini ya madaraja. Kwa hiyo ukifika Durban Natal ukimwona Mtanzania raia wote wa kiume
anatembea barabarani, aeleweki, basi wewe msimamishe. Basi wewe atakuwa South Africa mwenyewe au Mtanzania. Ukifika Johannesburg hivyo. Na Watanzania ni wengi mno ambao wanaokurupuka. Umeona bwana? Kwa hiyo wale wanaenda kututia aibu kule, kutazalisha taifa la Tanzania. Kwa hiyo hii historia yangu nataka mpaka ikifika mwaka 2040 au 2035 ipunguze kasi ya Watanzania ambao wanaokurupuka kwenda South Africa na kupunguza ongezeko la Watanzania wazurulaji na wanaomba Watanzania omba kule South Africa ambao wametoka huko hawajajipanga, hawana mahitaji, hawana fani, hawana ujuzi. Mimi kama chemwa mpaka nimeamua kutoa story hii. Leo mimi niuma kukuta Watanzania wengi wazurulaji na omba South Africa. Kwa hiyo natakiwa yani mpaka sasa hivi natakiwa vijana tukitaka kutoka hapa kwenda South Africa twende tujipange. Muona bwana, ili mradi tukifika kule tuende kuleta ushindani katika utafutaji wa pesa. Tuwe na ushindani na wa Cameroon, wa Nigeria, wa Ghana, wa Somali. Wa Somali wanaishi fresh South Africa. Japo huko kuna vita huu mwaka wa 20, lakini utakuta Mtanzania kwake hakuna vita wala nini. Huu mwaka wa sijui ngapi tunaishi, huu mwaka wa 40 ngapi, sijui mwaka 60 ngapi hatuna vita. Lakini uko Mtanzania na nje chini ya madaraja na omba kula kwenye nani. Ile yote inarudisha heshima ya taifa lako. Kwa hiyo wewe kama una kitu usisafiri, kaa hapa. Bongo wenyewe mbona fresh tu. Bongo kwa Mama Samia sasa hivi kuna mikopo ya manispaa. Ipo mikopo ya manispaa, mkiwa mtu 5 mna vitambulisho vya NIDA mnaenda kuchukua hela unafanya biashara. Bongo hapa kuna mikopo ya mashirika binafsi ambayo yamepewa vibali maalum na serikali, kwa mfano kama Opus nini, mashirika kibao tu akina mikopo unachukua hela unafanya biashara. Biashara zipo. Mimi nimeona hapa Bongo maisha mbwelelo, kwa sababu Bongo unaweza kumsimamisha mtu bwana, nisaidie kula, mtu anakusaidia, nisaidie buku, mtu anakusaidia. Bongo hapo unafika kwenye pantoni bwana, mimi sina hata 200 ya kuvukia, mtu anakuvusha. South Africa mtu kimsimamisha mtu anakukataa na huyu jamaa vipi atakunikaba au vipi? Kwa sababu South Africa, maisha South Africa watu wanaogopana. South Africa watu sio kama Bongo. South Africa mtu kufa usiku kulala. Yaani dakika yote mtu nauliwa tu, kwa sababu kwanza kule kuna namba, kule kuna 26, 27, 28. Au sio bwana? Hiyo 26 hiyo namba 26 hiyo namba 26 lazima uwe mtu kwa kisu. Huwezi kuipata namba 26 bila kumuua mtu kwa kisu. Na hiyo ukimuua wewe mtu kwa kisu lazima wale wenzao wale wenye namba wenyewe wale makonki wakuone umeua mtu, sio umetoka wewe umeua peke yako afu ndio kusema wanakuchezeshea. Kwa hivyo kuna namba 27, namba 27 au sio bwana, au lazima uwe mtu kwa bunduki, au matukio yao wanafanya kwa bunduki. Alafu kuna namba 28, kuna 28 mchanuo na kuna 28 ya kubana. 28 mchanuo ni 28 shoga. Umeona bwana, lakini hiyo namba 28 huwezi kuipata mpaka uwe askari uraiani au jela. Ndio unapata hiyo namba. Umeona? Na hiyo namba wanakupa wale wenzako, kwa sababu namba ni sasa ni hizo 26, 27, 28 ni kama makundi ya mageng, kama unavyoona Yakuza labda kule Japani. Umeona bwana, hilo ni makundi ya watu ambao wanafanya matukio yani. Umeona bwana, hizo hiyo namba ni makundi yani ni mahulgan, yani ni makundi yale ya kiuni yani ya makundi ambao wanadili na vitu ambavyo criminal case, mauaji. Ukienda kwa kodi bwana, kaniulie mtu fulani kwa hela fulani, au wanauza madawa ya kulevya, wanauza bange, maunga, au kazi yao kwenda kuvunja, au ndo makundi ndio hao 26, 27, 28. Uweze kumuta 26 eti dukani anauza duka. Hawezi kumuta 26 eti dereva 26 eti yeye ambaye katulia anafanya kazi kwenye supermarket. 26 gani? 28 eti anauza hoteli. 28 anauza hoteli. 26, 27, 28 hao wote hao wanavyokuambia 28 lazima uwe askari uraiani au jela. Na hizo namba watu ni maulgani ambao watu ambao wanaofanya kesi za criminal za kukodiwa kwenda kuua, wanamiliki mifuko ya madawa ya kulevya, wanamiliki mifuko ya bange. Umeona bwana? Kwa unapofika kule ukifanya masiala wewe mwili wako mwenyewe watu wanauchukulia cheo, kwa sababu mtu anakuja kukuua ili mradi apate namba. Umeona? Ila sisi wa Bongo hatuna namba, ila wenyewe kule wana namba zao. Mtu akikutolea namba, ukishakuwa una namba 26 wewe bosi, kwa sababu ukimtolea mtu tu namba 26 oshi, mtu anakupa simu, anakupa kila kitu, kwa sababu anajua huyu kaipata hii namba kaua mtu. Kwa hiyo huyu hapa sasa hivi anataka simu yangu, sasa ataniua hata mimi, bora nimpe. Ndio mtu anakupa simu, anakupa hela na kila kitu. Bana, ndugu zangu, maisha ya Bongo na South Africa tofauti. Maisha ya Bongo mbwelelo, kwa sababu South Africa anavyokuambia, kwanza picha linaanza ule kuku unaweza ukala kuku hata miezi 2 kaiko kwenye friji tukagandishwa.
Hiyo mboga ya majani unaikuta kwenye kioo imewekwa mna baridi ile na komaa pengine hata wiki 3 wiki 4 ipo pale imegandishwa tuna baridi au sio vipi bwana. Lakini hapa Tanzania maisha yake from garden to kitchen, yani kutoka kwenye garden mpaka kitchen. Unaweza ukapanda matuta yako mawili ya viazi ya tembele, unachuma hapo unachambua hapo unaenda kuyapika. Samaki Bongo mboga kama zote. South Africa mboga hakuna. South Africa hakuna mboga. Kwanza samaki hakuna, mimi sijaona samaki. Samaki ya kukaanga hakuna, samaki wala nini hakuna, samaki wadogo dagaa hakuna, wanavuliwa samaki wakubwa wanaenda kupelekwa huko Ulaya, wazungu wanakula watu wakubwa. Mimi nimeishi miaka 7, sijawahi kuona samaki ukaanga. Iwe popote pale, iwe Debeni, iwe Johannesburg, iwe sijui Pretoria, sijaona samaki mimi. Umeona bwana? Kwa hiyo maisha ya kibongo ni mbwelelo sana, kwa sababu hebu angalia, utaona mimi nimepita Kigamboni siku moja, nimeona bango uruhusiwi kufanya biashara hapa, lakini nimekuta watu wameweka viatu wamevitandaza karibu mpaka kwenye mwendo kasi. Lakini South Africa hakuna habari kama hizo. Ulisema watu usifanye biashara hapa, usifanye biashara. South Africa hakuna kitu kama hiko. South Africa wewe kama foreigner, yani makwelekwele, maana yake wewe ni foreigner mkimbizi. Wewe una haki ya kwenda wewe ukaenda kukopa pesa katika kampuni yoyote South Africa wewe unatembea na kitambulisho kila wakati, utafikiri kwamba yani wewe umekuwa sio unaenda kupiga kula, sio unaenda kufanyaje, yani wewe kila wakati lazima utembee na kitambulisho maalum, passport yako hapa mfukoni au mkoba wako hapa mfukoni. Hauna basi wewe saa yote unadandiwa, unarudishwa Bongo. Na kurudishwa Bongo unapelekwa kwanza kwenye kempu ya wakimbizi inaitwa Lindela. Hapo kwenye kempu ya wakimbizi hiyo, hapo unaenda kukutana na mataifa mbalimbali ambao wao wamekamatwa na wao hawana pasipoti, hawana nini, ndio mnakusanywa mpaka mtimio wa Tanzania 120. Ndio unarudishwa Bongo. Kwa hapo kuna Msumbiji, kuna wa Nigeria wamekamatwa mundani. Umundani sio jela, ni kempu la wakimbizi. Sasa kama ndege ya Tanzania imeondoka jana, wewe umekamatwa leo, unataka kurudishwa Bongo, sasa ndio wewe ndio wa kwanza mpaka mtimio wa Tanzania 120. Kazi unayo, utakaa mule Lindela wewe kwa muda hata mwaka na nusu, miaka 2, mwaka, inategemea mmetimia 120 siku gani, ndio mavumba yako sasa ndio urudi Bongo. Na ukirudi Bongo hapa, wewe hata kama wewe ulikamatwa una pasipoti, umekutwa labda kali ya South Africa, labda mitaa ya Iblo, umekutwa mitaa ya Jobet Park au sio bwana, au Yovili kule juu, umekutana na Mayfair, mitaa pale town pale Johannesburg, au labda Tembisa huko, Captain Park, maeneo ya uwanja ndege huko Oliver Tambo International Airport labda huko. Umeona bwana, wewe ukikamatwa hata kama wewe nyumbani kwako umeacha milioni 10 chini ya godoro, umeacha TV, umeweka kila kitu, uruhusiwi wewe kwenda kuchukua kutoka na askari ukaenda nyumbani kwako eti kwenda kuchukua vitu vyako urudi navyo Bongo. Ulivyokamatwa nguo zako hizo unapelekwa Lindela, unarudi hapa. Ndio maana ukifika utakuta mtu karudishwa Bongo kapagawa, utasema huyu kachomwa sindano ya uchizi. Kumbe mtu kaacha vitu vyake, mwingine magetoni kaacha hela au sio bwana. Mtu Afrika kama miaka 9 miaka 10 karudi hapa na jinzi tu. Umeona bwana? Kwa hiyo mtu lazima achanganyikiwe. Umeona bwana? Kwa hiyo kiufupi 90 na tatu ya Watanzania ambao wanaenda South Africa wengi failure. Tuna failure, lakini 7% peke yake ndio wanaofaulu, na tunaona kweli wanarudi na vitu. Kwa hiyo kwa kweli vijana ambao mnapata bahati kusikia story hii, kama wewe unafanya biashara yako, maisha Bongo yamekonyokea, tulia Bongo. Na kama unasoma basi soma mpaka upate degree, upate ujuzi wako, baadaye maisha yapo tu. Usome umeacha shule darasa la 7, umeacha shule darasa la 6, form 1, form 2, eti umeiba simu au umeiba hela ada, unataka kwenda South Africa. Au unajifanya wewe msela sana, unatoka hapa una hata fani yoyote, au una ujuzi, au una hata msingi wa kwenda kuanzia maisha kwa South Africa, labda utafungua biashara hata maepo unataka kwenda South Africa. Huko South Africa maisha sio kama unavyofikiria. Wewe dereva wa kishandu, bodaboda unajiona bonge la dereva, au wewe dereva wa bajaji unaona bonge la dereva. Hiyo bajaji nishakwambia South Africa hakuna, kule nitakayani hiyo ni takataka. Umeona hiyo, wewe dereva bodaboda South Africa hakuna, wewe ni takataka. Kwa hiyo hapo ulipo hiyo kwa nchi yako ya Tanzania imekuwezesha wewe kwamba imekupa wewe mwanya wa kumiliki bodaboda na kuruhusiwa bodaboda Tanzania, ili mradi kukusogeza wewe mbele, ufanye kazi, upate chochote kitu cha kujiendeleza wewe, ukasomea udereva, uwe professional driver, baadaye hiyo kukusaidia. Kwa hiyo sio unaruhusiwa kuendesha bodaboda kwa jona ndo maisha yako umemaliza, ndo umeishi hapo. Lazima mtu ujitahidi kupiga hatua mbele.
mbele. Kwa hiyo sasa hivi ni wakati wa kidijitali, ni wakati wa mashindano mataifa kwa mataifa. Yani Tanzania inashindana na Nigeria, inashindana na Kenya, kwa watu wake kuwa na akili nyingi, kuwa na uelewa mkubwa, kuwa na ubongo wenye yani ubongo active, so ubongo wa kuku, kwamba yani wewe unatoka hapo unakurupuka tu unaenda South Africa unakuta kule unakutana na Nigeria, wenzako wamejipanga, ona tiaibu wa Nigeria, mtu mwenzako kaja jana, ona miaka 7, mwenzako anatembelea gari, wewe umekuja una miaka 7 unalala nje. Kwa hiyo wewe unatia aibu taifa lako. Kwa hiyo sasa hivi hayo mambo ya kizamani sasa hivi tuachane nayo. Tanzania hapa maisha mazuri. Karibu nyumbani, bongo kumenoga kwa Mama Samia. Maisha kwa Mama Samia sasa hivi mikopo bwelele. Ukibongo kwenye sasa hivi bongo sasa hivi imejengeka miundombinu safi, barabara safi, mambo hospitali zipo kama zote. Mama Samia amejitahidi, mtaani kuna mikopo kama yote bwelele. Ninavyokuambia wafanya biashara ndogo ndogo wako yani wameruhusiwa kufanya biashara bila matatizo yoyote, hamna buguza watu. Umeme ndo usiseme, umeme yani una masaa yoyote, watu wanafanya shughuli zao, wananyoa. Ukisema kwamba majengo yapo, location nzuri Tanzania zipo, na wageni wengi wanamiminika kutoka katika mataifa mbalimbali ya Asia, China, wazungu wanakuja hapa, fursa kama zote zipo. Wewe unaona fursa Tanzania hakuna, kwa sababu wewe unaona Tanzania hakuna mchongo, maisha magumu. Yani wewe kwa Mama Samia hapa jinsi maisha yalivyokuwa mbwerero rahisi, mimi nimerudi South Africa nimeona hapa maisha mbwerero. Basi wewe utakuwa bongo lala, wewe ni bongo wa kuku. Kwa sababu mimi naweza kukuambia biashara moja tu ya chapu kwa haraka. Wewe chukua miogo tu ya miogo, chukua box lako la chips lile la vioo, liweke hapo mtaani kwako. Unapokaa hapo katika mtaa wako, umesema hapo changamka hapo. Weka box lako lile la chips lile la vioo, afu kaanga miogo kuanzia asubuhi mpaka jioni. Lazima kwa kila siku uweze kukosa kufunga shilingi 30,000, 35,000. Miogo ya kukaanga, ikaange miogo kipande shilingi 200 au 150 kuanzia asubuhi mpaka jioni. Sio unauza asubuhi tu kwa ajili ya chai, kutwa mzima. Hiyo ndo shughuli yako. Kachumbari yako pale ya nyanya umeweka, unakanga miogo kwa siku lazima ufunge 30,000, 35,000 lazima. Na ukifanya masiali hadi 50,000, 45 unaondoka nayo. Sasa kwa siku, kwa mwezi shilingi ngapi kama sio 1,200,000? Ndani ya miezi 6 una shilingi ngapi? Na kati wapo South Africa, hiyo unaishi huko South Africa, una Tanzania kibao unaishi South Africa, kwa siku 30,000 hawapati, hata 10,000 ya Kitanzania mtu aishiki. Kwa hiyo fursa zipo nyingi, ila wewe kama uone fursa, ina maana kama narudia tena kwa Mama Samia maisha mbwerero, basi wewe ni bongo lala. Ubongo wako wa kuku. Wewe kama umeshindwa maisha bongo, uwezi wewe ukaenda kukufurukuta kwenda kushindana na watu wenye ubongo active kama mataifa makubwa, Nigeria, Cameroon, Ghana, Burkina Faso, hapo South Africa. Wewe uwezi kushindana nao, mtoto mdogo umesha darasa la 7, hata Kiingereza yenyewe hujui. Umeona bwana, labda uende kule, labda sasa ndo hapo sasa kuna shughuli za kwenda kufanya, labda za kwenda kufanya nini, uhalifu, za kwenda kufanya uhalifu, ukauze bange, ukauze unga. Na nani atakudhamini wewe akupe fuko la bange uuze? Huyo alokupa fuko la bange, unajua bange gramu labda kilo moja ya bange unajua shilingi ngapi? Atakupa wewe ndugu yake. Wewe atakupa, unaweza kukimbia na fuko la bange lenyewe ukamfilisi. Je, akupe mtu fuko la unga, wewe ndugu yake akupe fuko la unga uliuze? Ndio baki wewe mnaona anakuacha. Umeona bwana? Kwa hiyo South Africa lazima uwe na mtu, uwe na wewe mwenyewe uingie na dosho lako. South Africa uingie una pasipoti, South Africa uingie na mtaji na ujuzi. Yani kiufupi unatakiwa ujipange. So unakurupuka kwenda kutia taifa aibu South Africa. Watanzania wazangu na waasa, mjakatazwa kwenda South Africa, ila tujipange. Mimi najua ukweli unauma. Na watu wengi sana watachukia, mabalia wengine watakasirika, wataona huyu jamaa vipi, mbona katoa password, katoa pin code, mbona vipi, mbona katucholesha, katuchola. Hakuna. Mimi malengo ni kuelimisha vizazi, watu wengi zaidi, kuwaelimisha na wapate elimu kuliko kuwapoteza watu wengi zaidi, kwa sababu ukifanya masiara ndani ya miaka inayokuja vijana wengi watapotea, afu taifa langu naona watu wanateketea. Na kati mimi mwenyewe hizo njia ambazo vijana wanaokuja wanataka kupita, mimi ndo nishapita na nisharudi. Kwa hiyo mimi niliokwenda nimerudi, nilichokiona lazima niwaambie wenzangu. Mimi sio baharia yule mwenye roho hivi. Yani nimeona kule maisha jinsi yalivyo, afu nibadilishe meza nije huku niongee tofauti na maisha yaliyopo kule. Eti niseme South Africa eti kwa Maulana kula bure. Hivi kuna chakula cha bure duniani kikawa kizuri? Toka lini chakula cha bure duniani kikawa kizuri? Chakula cha bure tu. Uwezo chumvi ndogo, uwezo bwana chakula cha bure hakina mafuta. Chakula cha bure, yani kitu chochote cha bure haiwezi kuwa kitamu hata siku moja. Alafu mtu ukila cha bure unadhalilika sehemu yoyote duniani.
Iwe Marekani, iwe Uingereza. Wewe ukiwa una bure, chochote kile ukipewa bure, unadhalilika, unajishusha. Zangu msijadanganyane kama mnavodanganyanga mtaani eti South Africa chakula bure, chakula bure. Hakuna hiyo habari hiyo, kitu cha bure duniani. Kitu cha bure duniani hata kama ukikipata basi akikutoshelezi. Kitu cha bure duniani ukikipata hakiwi kinalaza kama kile cha kutafuta wewe mwenyewe. Kwa hiyo mimi ninachotaka kuanzia leo, vijana kila mtu asimame katika section yake, tuijenge hili taifa na kiongozi wetu Mama Samia. Mama Samia ndo rais wa Jamhuri wa Muungano wa Tanzania, na mimi toka nilivyorudi hapa sasa hivi ninavyokuambia, shavu hili unavyoliona hili shavu ndugu yangu bwana Mkoi TV au sio bwana mtangazaji wangu na FM, mimi ile shavu nimelipata hapa Bongo kwa muda miaka 2 nilirudi, kwa sababu Bongo mimi hapa nilipo kama nilivyokuambia mimi professional driver, nimesoma NIT Mabibo. Kwa hiyo mimi nina class C. Kwa hiyo mimi nabadilisha tu na nafanya kazi ya udereva wa daladala. Dereva daladala mimi katika njia yangu ninayofanya kazi, nafanya kazi Kigamboni za Kiemu, Mbagala za Kiemu Kigamboni. Mimi kwa siku hela ndogo naoingiza kwa siku shilingi 40, lakini 50 60. Hiyo 50 60 asubuhi kwanza tunagawana shilingi 6,600 mimi na dereva mwenzangu. Umeona bwana, na mimi na konda wangu. Umeona bwana, konda 6,000 na mimi 6,000. Hiyo kwa ajili ya kula mchana na kula asubuhi. Vile vile kuhusu masuala ya vocha, vinywaji, labda umetaka energy, umetaka sijui nini, soda, umetaka maji ya baridi, hiyo konda anatoa hela mfukoni. Lakini jioni mgao 40 50 60 saa 4 na pakichuma 50, si hapo nishapata hesabu ya bosi 110,000, nishampa bosi mafuta nishajaza 120,000 na inabaki shilingi 80,000, 90,000, sometimes hadi 100,000 daily naingiza hizo hela. Kushanelipata sio bwana. Kwa hiyo mimi uniwezi ambao upo South Africa Joe Deben Natali, utaniweza vipi mimi wewe? Wakati mimi mwenzangu kwa mwezi naingiza milioni 1,500,000 kula kila kitu nishakula, afu nalala kwenye mjengo wangu, mimi silipi kodi hapa Dar es Salaam mjini, umeme, maji, ni kila kitu mjengoni kwangu napokaa Mbagala. Umeona bwana, silipi kodi, afu mimi naingiza hela hizo hapo kwa siku, utaniweza vipi wewe unaishi wewe Jonas Begi? Wewe Jonas Begi unaniweza vipi unaishi chumba kimoja mpo watu 6, mnachangiana shilingi 30,000. Wewe utaniweza nini mimi wewe ambao unaishi Deben Natali unalala chini ya madaraja, maskani leli 2 unasubiri upande meli yenyewe upande huu mwaka wa 7. Wewe uniwezi mimi ambao mimi naendesha daladala Bongo, kwa sababu mimi na uhakika wa kuingiza 40,000 50,000 kila siku. Ushanelewa sio bwana? Kwa hiyo kama maisha boy South Africa amekushinda, rudi nyumbani, nyumbani kumenoga, maisha Bongo mbona mazuri kwa Mama Samia. Sio lazima unang'ang'ania kwa South Africa katika nchi ya watu, wewe unateseka, unadhalaulika, unaonekana wewe makole kwele foreigner tu, huna haki zozote za msingi huko. Wewe mateso tu maisha unaoishi, umekimbia nchi yako, unafagilia nchi ya watu, ambapo katika nchi ya watu wenyewe unapoishi hauna vigezo vyovyote, na vile vile usaminiki. Wewe unaishi maisha ya kimbwa, yani maisha ya kimbuzi, yani maisha ambayo ya kinyama. Binadamu ni mapambo ya dunia. Binadamu ni mapambo ya dunia. Masikini na tajiri kitu kimoja. Masikini na tajiri kitu kimoja. Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Yote hayo ufalume uko kwa Mungu. Mkoi TV.